Elohim ametupa asubuhi ya leo kukusanyika mbele zake, na zaidi ni neema pia, maana kila wakati unapoamka asubuhi ujue si kwa nguvu zako, si kwa afya zako, wala mamlaka yako. Kwa hiyo nitasoma neno kwanza kwa utangulizi, alafu kisha Elohim atatuelekeza kutoka pale. Nitaenda katika kitabu cha Mwanzo. Nitasoma mlango wa kwanza kuanzia aya ya 26. Amen. Amen. Kwa hiyo neno linasema hivi. Mwanzo mlango wa kwanza aya ya 26. Elohim akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Elohim akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Elohim alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Elohim akawabarikia, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkaitawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kienjacho juu ya nchi. Na yawe yakaongeze baraka kwa usomaji wa neno lake. Amen. Taomba kwa ufupi. Yawe Elohim Amashia, tunaomba. Amen. Basi tuweza kuketi. Nadhani wengi wetu ambao mko katika mtandao basi mmekwisha kuona ya kwamba ndugu yetu mpendwa alipata mwito wa dharura. Alisafiri kuelekea sehemu za Tanzania. Kule kulikuwa na jambo la dharura la neno. Ilipaswa ya kwamba aende akawasaidia wa ndugu kuhimiza mchungaji wa kanisa fulani kule ambaye alitaka kuamini, lakini alitaka pia kupata ushauri zaidi kuhusu lile swala la muhuri ule wa 7, na pia kuhusu funzo ambalo tulikuwa nalo juma lililopita kuhusu ule malaika wa 7, swala ambalo ndugu alikuwa anarekebisha hapa, mahali ambapo wanasema yule malaika wa 7 anayepiga baragumu ya kwamba ni ndugu Branham. Kwa hiyo mambo hayo yamefanya ndugu kusafiri, na leo hii hajaweza kuwa pamoja nasi, ila tunaendelea kumweka mbele za Mungu katika maombi ya kwamba amuimarishe, kwa maana kazi ni moja. Amen. Amen. Aliniambia hivi tulipokuwa tunazungumza ya kwamba sisi ni watumwa. Unapopokea Kristo na uingie katika huduma, basi unafanyika mtumwa, na si mtumwa kwa jinsi ambavyo ulimwengu unavyofanya. La, unakuwa mtumwa aliye huru ndani ya Kristo, yaani ya kwamba wewe ni mateka upate kutumika kwa kazi za Bwana. Amen. Amen. Wakati unasalia ukiwa dhambini, wakati ambapo ulikuwa bado hujazaliwa mara ya pili, ujue hivi ya kwamba ulikuwa mateka pia vile vile. Lakini kushikwa na mateka wako uko katika hali ya dhambi. Shetani ndiye anayewashurutisha watu kuishi chini ya mamlaka ya dhambi. Amen. Ndiposa unaona Paulo ananena namna hii ya kwamba sichokitaka na kitenda, lakini kile ninachokitaka napata ugumu kukitenda. Amen. Kwa hiyo ndiposa ndugu wako katika hali hiyo. Wakati wowote mwito unapotokea inampasa, na basi sisi wote pia kwa jumla, ukiwa katika neno hili, basi Bwana anakutegemea wakati wowote hivi ya kwamba unaweza kuitwa uwe msaada. Kwa nini? Kwa sababu sisi ndio mwili wa Kristo. Bwana ametukuzwa, ni roho. Kwa hiyo utendaji kazi wake unaendelezwa kupitia sisi tulioko duniani. Amen. Amen. Wewe ukiwa mwili wa Kristo, basi anakutegemea wewe. Na kwa kusema anakutegemea, sisemi hivi ya kwamba pia amefungwa kwako. Unajua wengi ufikiria hivi ya kwamba
unaweza kumwangaisha Bwana ya kwamba bila wewe hawezi songa. Wakati Bwana anakuweka kwa nafasi ya kazi, umtendee. Na ukiwa mtu ambao umelegea, hujajitolea, hauna haja ya kumtumikia Bwana, pia ana uwezo wa kumuinua mtu mwingine. Amen. Amen. Ya kwamba akazitende zile kazi. Niposa jinsi tulivyo na mwito katika kweli hii, basi tunahitajika tuwe waaminifu katika nafasi Bwana aliyotupatia kwa kazi yake. Swala la kumtumikia Mungu si swala la kutaka kubembelezwa. Kuna watu wengi ambao bado wana ulegevu huo katika mwili. Unakaa kana kwamba unataka kila saa usukumwe, ubembelezwe, uvurutwe. Masuala ya Bwana ni masuala ya mwito. Unapojukumika ndani ya nafsi yako, basi uzito wa kazi yake wenyewe utakufanya wewe kujituma jinsi watu wa ulimwengu wanavyosema. Kwa hiyo ndugu ako katika shughuli hiyo. Alisema hivi ya kwamba atakuwa ameondoka kwa karibu juma moja, siku 7 hivi. Kwa hiyo bado tunamuinua mbele za Mungu ya kwamba awe naye katika hali ya kunena, katika hali ya kutenda, na pia amuhifadhi. Amen. Ndugu Branham anasema hivi, wakati ambapo unaenda katika kazi ya mwito wa Bwana, hapo ndipo mahali ulipo salama sana. Yaani ukiwa katika huduma, mahali Bwana amekutuma, pale ndipo ulinzi wako uko. Sijui kama mnanipata. Nasema hivi, wakati kwamba uko katika hali ya kumtumikia Mungu, basi yeye mwenyewe anahakikisha hivi kwamba umelindwa. Kwa hivyo kwa imani yetu tunajua hivi kwamba ndugu yuko salama. Na tunavyoendelea pia tuendelee pia kuwaweka jamii yake mbele za Mungu, mama na watoto ambao wamesalia hapa, awatunze pia na awahifadhi. Tunapoendelea basi kulingana na somo nililolisoma, nitarejelea tu mafunzo ambayo tulikuwa tunaendelea nayo, ni kwa nini inatupasa kuzaliwa mara ya pili. Ndugu alikuwa ameanza funzo jipya kabla ya safari hii, alikuwa anataka kutufunza juu ya Roho Mtakatifu. Lakini tunaona hivi ya kwamba hakuendelea sana kwa ajili ya majukumu haya. Kwa hivyo tutarejelea tu mambo ambayo tumekuwa tukijifunza. Kwa nini inatupasa kuzaliwa mara ya pili? Basi kunaona ya kwamba neno nililolisoma katika Mwanzo 1:26 inanena kuhusu maumbile ya Adamu. Adamu ambaye ni mtu wa kwanza ulimwenguni. Unaona hivi ya kwamba Bwana alikuwa na makusudi kumweka mwanadamu duniani. Hakumuumba kiholela tu. Na swala hili linatuelekeza kwa jambo ya kwamba Bwana hatendi mambo kiholela. Everything Elohim does has a purpose. Na maanisha namna hiyo. Kwa hiyo jinsi Elohim ni mtawala mbinguni, mahali ambapo mapenzi yake yanatimizwa kila siku, pia alihitaji ya kwamba awe na mwakilishi duniani. Mtu ambaye atatawala ulimwengu na viumbe vyote na apate kuzidhihirisha kazi za Bwana mwenyewe. Amen kanisa. Amen. Basi kwa wazo hilo ndiposa akamfanya Adamu. Adamu katika kitabu cha Injili ya Luka anaitwa mwana wa Mungu mwenyewe. Uliona hivi ndugu alitutolea usia wakati uliopita kuonyesha hivi Adamu hakupata kuzaliwa kwa kupitia mwanamke, bali aliumbwa. Amen. Amen. Watu wengine wote wamezaliwa, hata Bwana wetu Mesia mwenyewe Yeshua alipata kuzaliwa, lakini Adamu alikuwa mtu wa kipekee. Manake yeye alifanywa kwa mikono ya Mungu mwenyewe. Na unaona hivi ya kwamba Biblia inasema Mungu alimfanya kwa mfano wake na sura yake. Image and likeness. Vitu hivi viwili vinakaa kana kwamba vinafanana, lakini ni tofauti kwa namna yake. Wakati tunanena kuhusu mfano wa Mungu, basi inamaanisha ni kitu kinachomwakilisha Mungu mwenyewe, ni kama sura na kivuli. Kwa hiyo Adamu katika hali ya mamlaka alipaswa kumwakilisha Elohim kwa jinsi ya utawala, kwa jinsi alivyokuwa mkuu juu ya viumbe vyote duniani. Mara nyingi nimeona ndugu wetu Daudi akisema hivi, Adamu alikuwa na mamlaka ya kipekee. Angeliweza kunena na mazingira. Anapokwenda akitembea, huenda utaona upepo unavuma mwingi sana. Alikuwa na uwezo wa kutuliza hali hiyo. Ama katika maumbile, tuseme angelitembea apate kuna kiumbe ambacho kina changamoto fulani. Katika hali ya kutembea, ugonjwa ama ugonjwa haukuwepo samahani.
ama hali yoyote ambayo haikuwa inafaa, Adamu angeliweza kurekebisha mambo hayo. Basi hali hiyo ndio inayowakilisha mfano ule. Alafu sasa tunajilia mambo ya sura, likeness. Sura ambayo Adamu alipaswa kuwa nayo basi ni zile tabia za Elohim, the character of God. Maana kuna tabia fulani Elohim ako nazo ambazo zilipaswa kudhihirishwa kupitia Adamu. Nikinena tabia, unajua tabia za Mungu zinadhihirishwa wakati ambapo unapokea Roho Mtakatifu. Ukisoma Wagalatia mlango wa 5 na kuonyesha matunda ya Roho, kuna ile subira, upendo, hali ya unyenyekevu na mambo mengine kama hayo, utakatifu pia ikiwemo ndani yake. Manake Mungu ni mtakatifu. Kwa hiyo katika utakatifu Adamu pia alipaswa kuenenda ulimwenguni akidhihirisha hali ya Elohim. Amen. Na unaona hivi, ndugu Branham anasema mahali hivi ya kwamba wakati Adamu alitembea katika mamlaka haya akiwa anadumu chini ya neno la Mungu, hakuna jambo lolote ambalo lingeliweza kusimama katika njia yake. Nini kilichokuwa kinampa Adamu hali ya kuwa mwenye mamlaka? Ni lile neno alilokabidhiwa. Tunaposoma hapa unaona ya kwamba Bwana alikwisha kutiisha vitu vyote chini yake, maumbile ya kila aina, viumbe vyote na pia mazingira. Ujue mazingira yalikuwa chini ya mamlaka ya Adamu. Tunapokutana na watumishi wa Mungu katika Biblia, utaona hivi ya kwamba wanadhihirisha sehemu ya sifa na hali ambazo Adamu alipata kupoteza pale mwanzo. Yeshua mwenyewe pia anatudhihirishia katika mwili maisha ambayo Adamu alipaswa kuishi, maisha ya mamlaka. Unaona hivi, Bwana alinena na mti tu, akasema hivi, mtu asile tunda kutoka kwako tena, na mti mara walipopita tena kurejea ulikuwa umenyauka. Hizo ni sifa na tabia za Adamu. Bwana pia wakiwa katika mashua na wanafunzi, kuna wakati dhoruba pia iliinuka, bahari ikachemka na ikaleta shida sana. Bwana mwenyewe aliye mfalme wa amani alikuwa amelala katika mashua hii, usingizi mzito, jambo pia la kustaajabisha. Wakati ambapo watu wengine wanafadhaika na dhoruba na mitikiso ya mashua, Bwana mwenyewe alikuwa katika hali ya amani, amelala. Amen kanisa. Amen. Hii ndio amani maandiko yanazungumza. Bwana anawakabidhi watumishi wake kwamba amani inayopita fahamu za binadamu. Amen. 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 Ni amani ambayo haielekezwi na hali ama mazingira ulio nayo. Ni amani inayotoka ndani. Amen. Hii ndio amani Elohim anawakabidhi wale walio nayo. Amen. Si amani ambayo inadhihirishwa ama inaletwa na idadi ya fedha ulizo nazo mfukoni. Ndiposa unaona hivi, mtu ambaye anaenenda katika roho hauwezi muelewa. Maandiko yanasema mtu wa roho ni kama upepo. Upepo unapovuma kwenda sehemu zote, haujui unatoka wapi ukielekea wapi. Ndiposa huwezi muelewa mtu wa rohoni. Hakuna furaha ambayo hailetwi na vitu vya ulimwengu. Amen. Bwana mwenyewe akiwa pale katika mashua, wanafunzi wakifadhaika, basi ilibidi wamwamshe. Na unaona hivi, Bwana anapoamka pia anawatajia jambo la kustaajabisha. Na wauliza hivi kwamba mbona hamna imani? Imani yenu iko wapi? Sasa mbona Bwana aulize swali kama hilo na hao wenyewe wanaona hivi kwamba wanaangamia? Ilikuwa ni hivi ya kwamba Bwana alitaka waelewe hivi, wakiwa naye Bwana hawawezi angamia. Kwa maana utaangamiaje ukiwa na Bwana katika safari yako? Amen. Utaangamiaje ikiwa ni Bwana ndiye anayekuelekeza wewe? Mara nyingi ndilo swala tunalosahau kama watakatifu. Unafika mahali unawacha kumkazia macho Bwana, unaanza kuangalia hali ulio nayo ndani yako, hali ya fedha, vitu vinavyokuzingira, upungufu ambao uko nao. Naona Bwana alipoinuka alifanya nini? Hakujaribu kuombea swala hilo, bali Biblia inasema hivi, alikemea upepo na dhoruba. Amen. Akaiambia tulia. Hivyo ndivyo Bwana anavyofanya anapoingia katika maisha ya mtakatifu. Amen. Misukosuko na mifadhaiko ambayo inakukabili na kukusumbua, Bwana anaituliza. Hilo jina lingine linaloitwa Bwana ambaye ni mtuliza dhoruba ama bahari. Kwa hiyo Bwana alileta hali ya utulivu, swala ambalo inatuonyesha yeye kama Adamu wa pili
anatudhihirishia mambo ambayo Adamu ya kwanza alikuwa na uwezo wa kutenda. Kwa hivyo wapendwa, unaona kionjo tu cha mambo ambayo tuliyapoteza sisi pale mwanzo. Amen. Amen. Kwa hiyo Bwana alipomuumba Adamu, mpango wake haukuwa ya kwamba Adamu awe mtu wa kusumbukana, Adamu awe mtu wa kung'ang'ana. Ujue kila mara tunapoanguka kutoka katika mapenzi ya Mungu tunaingia kwa hali ya masumbuko, hali ya kupambana. Kwa maana maisha tunayoyaishi, Bwana hakutupangia maisha kama hayo. Pale mwanzo Adamu alipaswa kuishi akiwa mtu wa mamlaka, akiwa mtu wa ushindi, mtu ambaye viumbe vyote vimetiliwa chini yake. Wakati huu tumeanguka, ndugu, hata ukikutana na Mungu peke yake anakutorosha mbio. Kitu ambacho ungeliweza kuwa na uwezo juu yake, ya kwamba Bwana alikuwa ameweka na hofu ya wanyama katika Adamu. Yakimuona Adamu yenyewe ndiye anatoweka. Wakati huu wewe hata mbwa ama mnyama yoyote, hata nyoka wakati mwingine anakutishia maisha. Kwa nini? Kwa sababu umeanguka. Kwa hiyo mwanguko ule ambaye Adamu alipata kuanguka ulifanya sehemu hii ya mfano wa Mungu ambayo inadhihirikia mamlaka ikapotea. Amen. Amen. Adamu alipoteza sehemu hiyo. Na ndugu alitufunza hivi ya kwamba pamoja na hayo kuna sehemu hii ya sura. Sura inamaanisha tuko na tabia za kiungu, kuwa mtu mwenye upendo, kuwa mtu unayeishi katika utakatifu, kwa maana Bwana amekwisha kuumba kama kiumbe cha roho kinachoambatana naye. Pale mwanzo Adamu alikuwa ni mtu ambaye ana mshikamano na Mungu wa kindani. Kwa hivyo alienenda akionyesha, akidhihirisha tabia za Elohim mwenyewe. Lakini mwanguko ulileta nini? Tulipoteza na sehemu ile ya Mungu iliyokuwa ndani yetu. Na tukafanya nini? Tukachukua sura ya mtu mwingine ambaye ni nani? Yule Ibilisi. Na unaona hivi Mungu ndugu alichukua fursa kutuonyesha matokeo ya mwanguko huu. Daudi anasema mahali fulani hivi ya kwamba na alichukuliwa mimba hatiani. I was born and shapen in iniquity. Mama yangu alinichukua mimba hatiani. Inamaanisha nini hatiani? Inamaanisha nini? Kutoka mahali mwanadamu alipoangukia, basi tunapozaliwa tunazaliwa tayari tukiwa wenye dhambi. Amen. Amen. Umewahi ona hivi ya kwamba mtoto anapozaliwa hapaswi kufunzwa mambo maovu? Nani amekaa akimfunza mtoto wake jinsi anavyoweza kukasirika? Ukitaka kukasirikia mtu, kasirika namna hii. Ukitaka kuwa mchoyo, kaa namna hii. Ukitaka kuwa mambo hayo watoto hawafunzwi. Wakati wanapoendelea kukomaa unaona tu mara yanajitokeza ndani yao. Kwa nini? Hali ya mwanguko. Asilia yetu tayari tunapozaliwa tunazaliwa tukiwa watu ambao tumepungukiwa, jinsi Paulo anavyonena katika kitabu cha Warumi ya kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio hali tuliyokuwa ndani baada ya mwanguko. Katika Adamu sote tulihesabiwa wenye dhambi. Amen. Amen. Ndiposa unaona hivyo kwamba hali na kazi ya kumwokoa mwanadamu, basi jinsi tulivyofunzwa, ni nguvu na mamlaka ya Elohim mwenyewe. Amen. Inamchukua Bwana kutukomboa, manake mwanadamu huwezi jiokoa. Amen. 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 Katika mwanguko ulio ndani yake wewe hauwezi jikomboa, hauna hayo mamlaka. Unazaliwa ukiwa na hali ya uovu ndani yako, kwa maana sehemu ya Mungu ile ilipotea. Unaona, mapenzi ya Mungu na makusudi yake haikuwa hivyo. Tunapoishi katika mapenzi ya Mungu, nilivyosema pale mwanzo, tukidumu katika neno lake, basi unaona hali ya mapumziko na ushindi. Ukisoma kitabu cha Kutoka kuhusu Musa anapoelekeza wana wa Israeli, utaona hivi ya kwamba ilifikia mahali ilibidi Bwana ampe hali ya kumdhibiti. Alimwambia hivi ya kwamba uwepo wangu utaenenda na wewe na nitakupa kupumzika. My presence will go with you and I will give you rest. Amen. Amen. Inakuonyesha swala fulani pale ya kwamba hali ya mafadhaiko na hali ya kuwa na misukosuko inatupata kwa sababu ya kupoteza sehemu ya Mungu tuliyokuwa nayo. Ukirudi katika kitabu cha Mwanzo, Adamu aliishi maisha ya namna gani? Mtu huyu, maandiko yanatuonyesha hivi ya kwamba Bwana alikuwa mwenye ushirika na Adamu. Biblia inasema kwamba wakati wa kivuli cha jioni Bwana alikuja kufanya ushirika na Adamu.
ilikuwa ndio hali yao ya kawaida. Mungu kila mara alikuja kumtembelea Adamu na wawe na ushirikiano, jambo la kupendeza sana ndugu. Ilikuwa ni hali ya mshikamano ambayo Mungu aliitafuta mpaka sasa ilipoanguka, ilipopotea, ya kwamba awe na ushirika na yule mwanadamu. Biblia inanena hivi, wakati Adamu alikwisha anguka, wakati alipopoteza ule mfano ndani yake, nini kilichofuata? Ni kuanza kujificha. Alianza kujificha wakati ambapo alimsikia Bwana akija. Alijuaje ni Bwana? Hili ndilo linalotudhihirishia kwamba hiyo ndio iliyokuwa tabia ya Elohim, ya kwamba wakati fulani angelikuja kukaa na mwanawe Adamu, wawe na mazungumzo, wawe na hali ya kupatana, wawe na ushirika, kukaa pamoja. Yes, hilo ni jambo la kupendeza sana. Fikiria hivi ya kwamba wewe uko ana kwa ana na Bwana, mnakaa pamoja, mnawasiliana. Bwana anakuuliza namna gani hapa, unamuelezea. Swala la kupendeza. Na Adamu alipodumu kuishi katika hali hii, ujue pia alikuwa na adui ambayo ni Ibilisi. Shetani alikuwa na mtazamo wa mbali na akaangalia akaona ya kwamba huyu akiendelea namna hii sitapata nafasi. Amen. Amen. Adamu alikuwa anaishi kwa mamlaka ya Elohim, neno lile. Ndugu ametufunza mara nyingi kutuonyesha hivi ya kwamba lililokuwa linampa Adamu nguvu ni lile neno. Alipokuwa kidumu akilishika, basi alikuwa mtu ambaye ameimarishwa. Amen. Amen. Shetani angeliweza kumgusa Adamu. Adamu akisalia katika mapenzi ya Mungu, hakuwa anaweza shikilika na shetani. Na tunapojua hivi ya kwamba Ibilisi ni mjanja, yule mwovu, mara nyingi ni mtu wa kuvizia, anatafuta namna ya kumkamata na kumshusha mwanadamu. Kwa hiyo ilibidi atafute namna ya kumtoa Adamu katika msimamo aliokuwa nayo ndani ya Bwana. Wapendwa, unaona hivi ya kwamba wewe hata kama Mkristo, wakati ambapo umeimarika katika neno, wakati ambapo unashikilia na kusimama juu ya msingi wa neno, hakuna hali yoyote ya hatari ambayo inaweza kukutishia maisha. Amen. Amen. Kwa maana unajua ya kwamba uko chini ya ulinzi wa Elohim mwenyewe. Ndio hali ambayo Adamu alikuwa anaiburudikia katika bustani. Tunapopata taswira ya picha ya bustani ya Edeni, tunaona mapenzi ambayo Elohim alikuwa nayo juu ya mwanadamu, ya kwamba tuishi maisha ambayo ni ya ushindi duniani. Lakini si ndio maisha tunaishi sasa. Kwa nini? Kwa ajili ya mwanguko ule. Kwa hivyo wacha turudi pale. Nilikuwa nasoma Mwanzo mlango wa kwanza 26. Elohim alikuwa na wazo hili akisema hivi ya kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo mwanadamu si kitu cha kawaida. Ujue hivyo. Wapumbavu na wasomi wa nyakati hizi ndio wanatuletea upumbavu wa kuonyesha hivi ya kwamba mwanadamu ni mtu alikuja kiajali. Umesikia upumbavu wa swala wanaloliita evolution. Wanakuonyesha hivi ya kwamba kuna vitu viligongana tu kiburebure, mawe sijui majiwe, alafu mwanadamu akafanyika. Swala hilo la upotovu na ujue ni mawazo ya kishetani. Mwanadamu ulivyoumbwa, wewe ni kiumbe cha thamani. Amen. Amen. Kwa nini? Kwa sababu umeumbwa kwa mfano wa Elohim. Amen. Elohim hawezi kuachilia mfano wake upotee. Ndiposa unaona ameifanya bidii ambayo ameifanya. Unaona hili ni wazo, si ya kwamba ni kitu ambacho kilikuja tu ghafla. Elohim aliwaza na ulikuwa ndani ya fikra zake tangia mwanzo. Kwa maana alisema hivyo kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kisha anaongeza kwa sura yetu. Sura ndizo zile tabia. Ndio ule utakatifu. Ndio ile hali ya kuenenda na kuwa na mienendo kama ya Elohim. Amen. Amen. Kwa hiyo tabia tulizo nazo sasa si mapenzi ya Elohim, yalitupata kwa ajili ya mwanguko. Amen. Amen. Umeona jinsi ndugu alivyokuwa akisisitiza hapa kwamba jinsi moyo wa mwanadamu umeanguka kiwango kwamba tunakaa kana kwamba sisi ni wanyama. Wanadamu wamejaa uovu moyoni. Yaani wakati tulipoteza sura ya Mungu, tukachukua sura ya Ibilisi. Sura ya Ibilisi inaambatana na nini? Mauaji, matukano, wivu, usuda. Taja mambo yote maovu yanaambatana na sura ya Ibilisi. Jinsi unavyoona wanadamu wakiwa watu nadhifu wakitembea, unamkuta mtu anatembea na suti ni msomi,
wewe unaona huyu ni mtu mzuri sana, moyoni mtu huyo ni mkaidi. Mtu huyo ni muovu. Hatupimi watu kuambatana na jinsi tunavyowaona. Hapana. Ndipo unaona katika maandiko Biblia inasema Elohim haangalii jinsi wanadamu wanavyoangalia. Elohim anaangalia moyo. Amen. Anapima sehemu za ndani sana. Ndipo unaona hivi ya kwamba Daudi pia anasema Bwana, unichunguze, unijue moyo wangu. Kwa maana moyo ndio unaoficha tabia za mtu. Basi tunaponena moyo, tunanena moyo mgani? Maana wanadamu pia wanachanganyikiwa, ni moyo huu wa damu? La. Moyo ni sehemu ya ndani ya nafsi. Ujue katika maumbile unaposoma Mungu anapomuumba Adamu katika mlango wa kwanza 26 tunaponena, Biblia inasema alimuumba mume na mke, sio? Kwa hiyo katika maumbile unaona hivi ya kwamba mwanamke anapatikana ndani ya mume. Yaani Hawa alikuwa ndani ya Adamu tangia mwanzo. Ujue hapo kuna fumbo na ni mfano. Kwa maana uenda ukauliza, mbona basi Elohim hakuumba tu Hawa tofauti na muumbe Adamu tofauti? Ujue ni picha inawakilisha fumbo la Yeshua na kanisa lake. Amen. Hawa ni picha ya kanisa. Jinsi ambavyo sisi tulivyokuwa ndani ya Yeshua, ndivyo pia Hawa alivyokuwa ndani ya Adamu tangia mwanzo. Amen. Haikuwa tu ni wazo ambalo lilikuja baadaye, la hasha. Na unaona hivi ya kwamba Bwana kwanza katika kitabu cha Mwanzo tayari ameanza kuhubiri Injili. Ilibidi ya kwamba itafikia wakati ya kwamba Elohim atamtoa Hawa kutoka ndani ya Adamu. Amen. Amen. Jinsi ambavyo Yeshua msalabani alivyolala na kanisa likazaliwa. Amen. 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 Kwa hiyo mambo Elohim anayoyatenda ujue si ya kubahatisha. Ukiangalia mara nyingi utapambanua siri iliyoko ndani yake. Kwa hiyo pale mwanzo Bwana anapowaumba walikuwa ni viumbe wa kiroho. Kwa hivyo mwanadamu ni mtu ambaye ameumbwa kwa jinsi ambayo iko na siri kubwa mno. Wewe unavyotembea hivi, tunavyokuona wewe ni mwili. Huo ni mwili tunaouona, lakini ndani kunayo nafsi. Ndani ya nafsi kunayo roho. Ukirudi katika Mwanzo mlango wa 2, usome kuanzia aya ya 7, wakati ambapo Bwana sasa anamfanya Adamu kuwa mwili ama nafsi ishio. Biblia inasema alimfanya mwanadamu. Kuna uumbaji pale mwanzo, creation. The first one talks about creation, the second one says he formed the man from the earth. Amen. Amen. Kwa hiyo kuna uumbaji na kuna ile kumfanya kutoka katika udongo akapulizia ndani yake, basi mwanadamu akafanyika nafsi inayoishi. Amen. Kwa maana bila mwili hauwezi fanya kazi ulimwenguni. Unahitaji kuwa na mwili huu. Amen kanisa. Amen. Na unaona hivi pia kuna siri kubwa mno. Elohim anapowaumba, amemuumba Adamu kwa jinsi ya roho, Hawa ako ndani yake, kisha anawapa amri ya kwamba zaaneni, mkaongezeke, mkajaze nchi. Sasa jiulize swali, watazaana namna gani katika roho? Unajua sisi tuna mtazamo wa mwili, tunaangalia mambo yalipokwisha badilika, lakini mapenzi ya Mungu haikuwa ya kwamba uzazi uwe katika mwili. Amen. Amen. Mungu alitaka wana wanaozaliwa kwa mtamko wa neno. Amen. Amen. Jinsi wewe ndugu na wadada mlivyozaliwa kwa mtamko wa neno. Amen. Amen. Kuzaliwa mara ya pili kunakuja namna gani? Kunakuja kwa kulisikia lile neno kwanza. Amen. Warumi 10:17. Imani huja kwa kusikia neno, si kwa kusoma. Sasa wapumbavu pia wametokea katika kizazi tulicho ndani. Unasikia mtu ambaye ni pumbuani anakuambia, ndugu, mimi sioni maana ya wewe kwenda kusikiliza neno kanisani. Kaa kwa nyumba. Wewe jisomee neno lako, ujisomee tu alafu utaamini. Pumbavu. Amen. 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 Kwa nini nasema hivyo? Kwa maana Bwana mwenyewe kwa hekima yake aliweka hivi ya kwamba imani ije kwa kusikia. Amen. Unajua siri kubwa ambayo Bwana ameiweka ni hivi ya kwamba wanadamu pia wafunzwe unyenyekevu. Atakuokoa tu kwa kupitia mtu kama wewe. Amen. Sasa wenye viburi wataenda wapi? Mimi ambiwa, mimi najua sana. Mpaka umwendee mtu. Ndiposa unaona hivi ya kwamba tunafunzwa na tunaamini hivi ya kwamba Elohim akikupenda anakupelekea mtu. Amen. Na wewe ukiwa muasi, mtu ambaye unaona umejaa sana, ukipuuza, basi unapotea. Amen. Kwa maana bila wewe
aliyetumwa na Elohim, hauna wokovu mwingine. Amen. Ujue iko namna hiyo na hatuwezi badilisha swala hilo. Amen. Kwa hiyo kuzaliwa kwa pili kwa watakatifu kunakuja kwa kulipokea lile neno. Amen. Amen. Unapolisikia neno, na neno la Kristo, sio neno la wahubiri wa sasa. Ujue kuna pia maneno ambayo yanaweza leta imani, na imani ya upotovu. Imani zipo nyingi. Ndiposa unaona hivi ya kwamba ukikutana na mtu wa dhehebu ameshika imani potovu, lakini hamwezi mtoa pale. Kuna shida tuliyoko nayo mara mbili. Kwa sababu kuna ufahamu ulio wa kweli, the knowledge that we speak about hapa, ukweli ambao unatokana na Elohim, na kuna ufahamu ambao ni upotovu ambao umepandwa na yule mwovu na unaletwa kupitia watumishi wake. Kwa nini tunasema hivi? Tunasema hivi kwa sababu shetani ni mtu wa kuiga. Kanisa. Amen. Wakati Bwana anawatuma watumishi wake, shetani vile vile anawapeleka na wake pia. Usiwe mtu wa kushtuka wakati ambapo unaona mtu anakuja na kuambia mimi ni mhubiri, nimeitwa. Umeitwa na nani? Kwa maana mwito wa kweli unatokana na Elohim, na tunajua jinsi Elohim anavyowaita watumishi wake. Sasa wametokea ama wamezinduka watu katika kizazi hiki wanakuja na vitisho. Mtu anataka umuogope kwa sababu anakuambia mimi ni mpako wa mafuta, mimi nimeitwa. Potelea mbali. Amen. Mtumishi wa Bwana hawezi tishwa na mambo kama hiyo. Kuja hata kama unaburuka, ukuje ukiburuka hatutishiki. Amen. Manake Bwana amekupa siri. Bwana alikwisha tupa siri ya kwamba utawajuaje. Utawajua kwa matendo yao. Si mambo wanayoyatenda. Si mambo wanayoyatamka, kwa matunda. By their fruits. Fruits na matendo yanaambatana na jinsi maisha yao yanavyokwenda. Kwa hivyo mtu ambaye si mtumishi wa Bwana utamtambua tu mara. Kwa maana unapompima utaona hayupo kwa msingi wa neno. Ndilo swala tunalosalia tukinena hivi ya kwamba hauwezi tumikia Mungu ukiwa nje ya msingi wa neno lake. Kumtii Mungu ni kutii neno lake. Amen kanisa. Amen. Unapopuuza neno, basi unampuuza Mungu, kwa maana Mungu hawezi tenda kazi nje ya neno. Kuna wakati nilikupa mfano nikakwambia hivi ya kwamba neno msingi katika kipindi chetu pia tunainuka kinyume cha wahubiri wanawake. Kwa maana hawana mwito wa Elohim. Amen. Kwa hivyo mtu ambaye anajiita mchungaji na wewe ni mwanamke, hata uwe unatetemeka mpaka jengo linatetemeka, haujaitwa na Bwana. Amen. Bwana hawezi tenda kazi nje ya neno lake. Kwa maana Paulo alisema hivi, na simruhusu mwanamke kuwa mwalimu. Amen. Amen. Anapaswa kukaa chini ya mamlaka. Amen. Zaidi ya hayo anasema na wanawake wakae kimya. Amen. Kanisani. Kwa maana ni aibu kwao kunena. Swala hilo tutasimama hapo, upende, ufurahi, ukatae, shauri yako. Amen. Kwa maana ni neno la Mungu. Amen. Silaha tulionayo ni neno hili. Hatuna silaha nyingine. Wapendwa, sisi kama watakatifu hatujafunzwa mambo ya kupigana ndondi. Ndipo unaona ndugu mpendwa hapa kila mara anasema ukiwa ndugu wewe na watu wanakupata mitaani umekunja mashati. Basi umepungukiwa. Kwa maana unapozaliwa mara ya pili unageuka hata na tabia zako wewe. Unakuwa kama mwana kondoo. Kondoo umeona tabia zake, hayuko kama mbuzi. Kondoo ni kiumbe mnyenyekevu. Mara nyingi hata haki zake anapokonywa akiwa amenyamaza kimya. Wahubiri wa sasa mtu hata hawezi fumba kinywa. Kitu kidogo kimfanyia anaenda katika runinga ni vitisho. Mnacheza na mimi, nitawatumia roho. Hakuna, ukiwa mtumishi wa Bwana hauwezi kuwa na msimamo kama huo. Uliona wapi Yeshua akitishia mtu maisha? Muumbaji wetu Bwana katika mwili aliruhusu watu wamkosee heshima. Sivyo kanisa? Amen. Kwani Yeshua alikosewa heshima mara ngapi? Mara mingi. Mara nyingi, na unaona Bwana alichukuliana na swala hilo. Sasa wametokea wahubiri ambao wanatembea juu ya upako. Huwezi nena kitu. Unaposema ama unamkosoa, tayari ni vitisho. Unasikia mtu anakuambia nitakupatia, nitakuweka katika mamlaka ya Mungu wangu, utaona. Mtu namna hiyo wewe mwenyewe unajua tunakugundua hivi kwamba huyo si mtumishi wa Elohim. Amen. Ukiwa mtumishi wa Elohim utakuwa na roho iliyo ndani ya Kristo. Amen. Roho ya unyenyekevu. Yaani uko na mamlaka lakini umeyasitiri.
Amen. Yeshua alikuwa mtu wa tabia hizo. Ako na uwezo, anaweza fanya jambo, lakini anaamua hivi ya kwamba hafanyi. Kwa nini? Kwa ajili ya kuokoa nafsi. Amen. 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 Wanafunzi waliposisimuka wakati fulani, aliwaambia hivi ya kwamba nyinyi hamjui ya kwamba nina mamlaka, mara naweza itisha. Amen. Alisema naweza itisha vikosi ngapi? 12 vya wanajeshi wa malaika hapa. Mara wewe unajua ya kwamba malaika mmoja anaweza leta uharibifu namna gani? Mmoja tu, lakini Bwana anasema nina uwezo wa kuitisha vikosi 12. Kikosi kimoja kiko na malaika 6,000. Hesabu wewe mwenyewe idadi hiyo. Lakini Bwana aliamua hivi ya kwamba asitiri, ajizuie. Kwa nini? Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuangamiza nafsi, bali alikuja kuziokoa. Amen. Na hali hiyo inapaswa tuendayo ndani kama watumishi wa Elohim. Hizo ndizo tabia za watakatifu, watu ambao ni wanyenyekevu, watu ya kwamba hata ya kwamba wanaelewa hivi ya kwamba wana mamlaka, wanafanya kuwa na hali ya kujizuia. Unapotembea namna hiyo ndugu, basi jua umeanza kuhisi mabadiliko yanayotokana ndani ya roho. Lakini sasa mpendwa, ikiwa ya kwamba wewe kitu kidogo kinakusisimua tu, watu wengi hata si mambo ya mamlaka, mtu tu fedha kidogo. Mara nyingi nimesema hivyo, wewe ni mtu ambaye maybe huenda hujagusa fedha, sasa umepata huenda kiwango cha fedha fulani, hata kutembea inabadilika. Yaani unawashwa tu. Sasa kama mambo kama haya yanakusirije mamlaka, ndiposa unaona hivi ya kwamba Elohim ako na shule yake. Kabla akupe hali ya utawala ama mamlaka, lazima utapitia shule yake. Amen. Shule gani? Ya kukufunza kuwa mtu mnyenyekevu. Amen. Amen. Soma habari za Yusufu. Kijana mdogo wa miaka 17. Elohim alianza kumuonyesha maono, jinsi ambavyo utukufu unakuja. Anamuonyesha jinsi ya kwamba ndugu zake watawekwa chini ya mamlaka ya katika ndoto. Anaota mpaka vile nyota na miezi inamuinamia. Hali ya utukufu ukuu mwingi Elohim anamuonyesha. Lakini Yusufu hakujua hivi ya kwamba safari ya kufikiria mamlaka hiyo itakuwa ni ngumu sana. Ujue hivi Elohim mara nyingi atakupa maono, mahali ambapo utafikiria, lakini hatakupa mapito. Kwa maana wanadamu sisi ni watu wanyonge. Elohim akikuonyesha safari unayopaswa kupita kufikiria mahali anataka uende, mara nyingi tutakimbia. Wewe fikiria hivi ya kwamba Elohim kama angempa Yusufu maono ya kutupwa shimoni, angependa? Sisi ni wanadamu, sisi ni damu na nyama, tukubaliane wapendwa. Hatupendi mateso. Na ni sawa, ni hali ya kawaida. Usione kwamba ni kitu kibaya, kwa maana pia Yeshua katika mwili aling'ang'ana katika maombi akisema, Bwana, kama ingeliwezekana kikombe hiki ufanye nini? Ukiniondolee, lakini na mapenzi yako yatimie. Amen. Amen. Kwa hiyo ndio hali ya wanadamu. Na Elohim ili kutufunza sisi hali ya subira, kuwa watu ambao hawana kisasi, mara nyingi lazima atupitishie hali kama hizo, tunajifunza. Unaona Yusufu jinsi alivyokuwa, alipitia mateso ikafika kiwango kwamba wakati anatokea sehemu ile kufanyika mfalme, hana hata mambo ya kisasi. Ulimuona akijaribu kulipiza kisasi kwa ndugu zake? Lakini jiweke katika nafasi hiyo wewe na mimi. Watu wa siku hizi mtu anataka ainuke ndio wengine waone, tuache nifike hapo utajua. Hizo ndio tabia za watu. Unataka Mungu akufanikishe ili watu wengine wakutambue na wewe pia. Hiyo ndio nafsi na hali ya mwanguko tulio nayo kama wanadamu. Unataka upewe mamlaka, watu wengine pia wakutambue. Bwana afanye kazi namna hivi. Elohim akikuchunguza aone hivi ya kwamba hujakuwa mnyenyekevu wa kutosha, bado atazuia kitu hiko. Mpaka wakati utafikiria mahali aone hivi ya kwamba umekomaa kabisa. Yusufu ilibidi apite, atupe shimoni, apitie katika nyumba ya Potifa, awekelewe makosa ambayo hakufanya, aingie gerezani. Amen. Amen. Hii ndio hali ya kufunzwa utiifu. Biblia inasema hata mwana wa Mungu mwenyewe alijifunza utiifu kupitia mateso. Ndio njia pekee imewekwa wapendwa, lakini wengi hawapendi njia hiyo ya msalaba. Madhehebu wengi wanaleta mafuriko ya watu kanisani kwa sababu wanawahubiria injili iliyogushi, injili ya kuvuka tu kutoka sehemu moja kwa mafanikio. Mungu hatendi kazi hivyo. Mungu hawezi kuchukua na tabia hizo mbovu ulizo nazo na fikira mbovu ulizo nazo kuweka katika mamlaka. Angalia watumishi wote wa Mungu. Kwa nini kila mara mtu akiitwa unaona njia ni ya jangwani? Yohana Mbatizaji anakuja, anazaliwa, anaenda jangwani kwa muda fulani. Musa ndio huyo jangwani.
Yeshua pia mwenyewe jangwani siku 40 kufanywa nini? Kupimwa. Amen. Kujaribiwa na yule ibilisi. Paulo pia alienda jangwani. Asante. Njia ya jangwani ni njia ya kuondoa tabia za kibinadamu. Amen. Amen. Uone pia Musa alikuwa mtu ambaye alikomea Misri. Alikaa katika nyumba ya mfalme. Kwa hivyo alikuwa mtu mwenye nguvu. Biblia inasema mahali pengine katika kutenda na kunena Musa alikuwa sawa. Lakini Elohim alitupilia mbali elimu hizo za kibinadamu. Alimrudisha Musa akawa mchunga kondoo. Mpaka wakati alipozeeka ndivyo Elohim anamtokea akiwa mtu mzee. Akishafika mahali ambapo Elohim anaona umefika mahali tunaweza fanya kazi. Ndiposa ndugu, wakati ambapo unazaliwa mara ya pili ndio mwanzo tu wa safari, lakini bado kazi ipo. Kwanza wokovu ni kitu kimoja, kufikiria mwisho na kufaulu pia ni kitu kingine. Ndiposa tunaambiwa katika neno, atakayevumilia mpaka mwisho ndiyo atakaye okolewa. Kwa maana katikati ya safari hapa kuna wengi walioanguka njiani. Wani hivi kwamba Bwana pia aliwaahidi wana wa Israeli nchi ya ahadi. Alisema nawapeleka kwa nchi inayotiririka maziwa na asali. Kwa hiyo hakuwatoa tu Misri akawaangusha pale. Bado kuna jangwa. Walizunguka jangwa miaka 40. Kule ndani watu wenye mioyo miepesi wakaanguka, watu wa manunguniko huko wakabakia, watu wote ambao walikuwa na tabia ambazo Elohim hakutaka. Mwisho upande ule kunatokea watu wawili tu. Sasa huo ndio utendakazi wa Elohim. Amen. Amen. Unapochukua tabia za Elohim ni tabia za nidhamu. Na nidhamu ili ije lazima uwe mtu umefunzwa. Ndiposa maandiko yanakuambia basi umfunze pia mtoto kwa njia atakayoiendea, atakapokomaa hata iacha. Tabia nzuri na sifa za Mungu lazima ziingizwe ndani yako kwa bidii na nguvu. Hauwezi pokea tu utakatifu unapozaliwa. Hakuna mtu anayezaliwa na hali hiyo. Ndiposa unaona hata ukiwa katika hali ya kuwa muamini bado unasumbuana na mwili. Kwa hiyo nilikuwa nawaelezea jinsi mwanadamu alivyoumbwa. Hakuna sehemu tatu. Kuna roho ambayo inatoka kwa Mungu, ile hali ya kupulizia. Sasa roho ndugu alitueleza hapa ndio inayoleta mshikamano kati ya nafsi na mwili. Roho hiyo ndio inashikamanisha vitu hivyo viwili. Alafu sasa unapata nafsi. Nafsi ni wewe, fikira zako, nia zako. Alafu sasa kuna mwili huu. Mwili uko na zile hisia tano. Mnazijua: kunusa, kusikia, ladha, mambo kama hayo yote. Kwa hiyo sehemu hizo tatu Elohim ako na mshikamano tu na sehemu ya ndani sana, roho iliyo ndani ya nafsi. Na roho hiyo ndiyo iliyopotea, iliyoanguka wakati ambapo Adamu alipoteza mamlaka Elohim aliyokuwa nayo. Kwa hiyo inamaanisha hivi kwamba mshikamano ambao Adamu alikuwa nao na Elohim ulikatika. Amen wapendwa. Amen. Hapo sasa ndio ndugu alitufunza hivi mambo ya maombi yakatokea. Unaomba sana ndugu. Ili umpate Elohim lazima uwe mtu wa maombi. Kuomba kuliletwa na nini? Mwanguko. Kwa maana kama ulikuwa na Elohim ana kwa ana, kuna haja gani ya kuomba? Hauoni hivi pia Yeshua anasema hivi wakati ambapo aliletewa swali ya kwamba wanafunzi wa Mafarisayo na wa Yohana wanafunga, mbona wako hawafungi? Akasema watafungaje wakiwa na bibi na bwana harusi? Amen. Wakati wa Galipo na Yeshua hakukuwa na mambo ya kuomba sana. Yeshua alitimiza mahitaji yao. Amen. 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 Kwa hiyo mwanguko ulikatiza ule mshikamano, ndio unatufanya sasa hivi inatupasa kuomba. Katika hali ya kuomba unakuwa na ule mshikamano, unamtafuta Mungu. Kwa nini mshikamano haupo tena? Swali ni kwa nini inakupasa kuzaliwa mara ya pili? Mpangilio huu ulikuwa ni mpangilio wa Elohim kumrejesha mwanadamu. Tuendelee na somo lililokuwa nalisoma. Kwa hiyo Elohim nia yake ni alimfanya mtu kwa mfano wake na sura yake. Na unaona hivi kwamba nia yake ilikuwa ni atawale. Kuna utawala ule. Amen. Amen. Na utawala huu ndio yule muovu alikuwa anauvizia. Kwa maana shetani hatuoni mahali alipewa mamlaka ya kutawala dunia. Ni mwizi. Biblia inasema kwamba alikuja kufanya nini? Kuiba, kuua na kuharibu. Kwa hiyo alikuwa anamvizia Adamu. Jinsi anavyokuvizia wewe na mimi kila siku. Amen. Amen. Na alijua njia tu ya kumweza Adamu ni kumtoa katika msimamo wa neno. Adamu aliposalia akisimama katika msingi wa neno, mahali Elohim amemweka, alikuwa mtu mwenye nguvu. Amen. Amen.
Kwa hiyo mwanadamu pale mwanzo alipewa mamlaka, tawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na pia nchi na vyote pia. Katika vyote pia hapa unaona hivi kwamba amepewa pia uwezo wa mazingira. Wakati huu tunaambiwa kwamba unaona watu wanatishiwa na dhoruba. Unaona pia kuna gharika ndogo ndogo ambazo zinatokea mvua inaponyesha kupitia kiasi. Mambo hayo yameletwa na mwanguko. Amen. Amen. Kwa maana pia hali ya mazingira imepata kudhulumiwa na dhambi ya mwanadamu. Mapenzi ya Mungu pale mwanzo yalikuwa kila kitu kikae katika hali ya ustaarabu chini ya mamlaka ya Adamu. Amen. Na Mungu ako na mpango mwema ya kwamba apate kurejesha hali hii. Tunaona katika utawala wa millennium mambo haya yatarudi jinsi yalivyo. Amen. Amen. Ndiko anatuambia tutaona mwanakondoo akikaa karibu na simba na wanyama wote pia watakula nyasi. Maandiko yanatuambia. Kwa hiyo tutaona zile hali na taratibu zilizokuwa katika bustani ya Edeni zikijirejesha. Kwa nini? Kwa sababu mfalme wa amani atakuwa anatawala. Amen. Amen. Na adui yetu muovu shetani atakuwa amekushatiwa gerezani. Amen. Kwa maana jinsi ndugu alivyotuambia hapa, Yeshua hawezi kuwa anatawala na watu wanafanya maandamano kule. Haiwezekani. Amen. Unaona hivi, nimesema hivi mara nyingi, unapoona wakati ambapo Yeshua anaamua kufanya uamuzi, shetani si kitu kwa Bwana. Na usiwahi fikiria hivi ya kwamba kuna hali yoyote ya malumbano kati ya shetani na Bwana. Hayuko kiwango chake. Angalia kwa maandiko, kila mara maandiko yanaponena kuhusu vita. Hata hapa mara ya mwisho Biblia inasema malaika alijitokeza na nyororo kubwa nzito akamfunga yule joka. Unaona kama kuna mapambano, atinishike msinishike. Shetani hana uwezo. Bwana kwa mapenzi yake amemruhusu tu aendelee kwa muda. Lakini ujue hivi wakati utakapofika atamuondoa pia. Amen. Kwa hiyo shetani atawekwa kifungoni na malaika. Na Biblia inaponena haineni ati malaika mwenye nguvu, inasema malaika na nyororo kubwa alimfunga. Hata pale mwisho wakati ambapo shetani anawaelekeza watu kwa vita vya Armagedoni. Soma mahali hapo, hakuna hali ya mapambano. Biblia inasema nini? Moto mkubwa utashuka kutoka mbinguni na utawaramba wale watu wote, na shetani na kwanza yule mpinga Kristo na nabii wa uongo wote wanatupwa tayari katika bahari inaitwa nini, la moto. Shetani vile vile. Hakuna hali ya mapambano. Kwa hiyo mtakatifu inapaswa uelewe wakati maandiko yanasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani. Hakuna mambo ya mashindano. Shetani ni mwizi, anakuibia mambo ambayo ni yako na anakufanya ujione kuwa dhaifu. Unapojua hivi ya kwamba mamlaka ulio nayo wewe, ukitambua tu, utatembea katika hali ya ushindi kila siku. Amen. Amen. Hiyo ndio hali Elohim alimkabidhi mwanadamu, Adamu pale mwanzo. Alimpa mamlaka. Kwa hiyo Elohim alimuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Elohim alimuumba mwanamume na mwanamke. Nimekwisha elezea hapo kwa nini swala hilo liko namna hiyo. Amen. Amen. Ujue siri hii ya mwanamke kuwa ndani ya mwanamume, hii inaashiria pia ndoa. Ndoa pia ni siri kubwa inayowasilisha uhusiano wa Kristo na kanisa. Wewe mpendwa ambaye ni mteule, ujue hivi ya kwamba Bwana alikuwa na wazo la kukupokea tangia mwanzo. Ujue hivi ya kwamba Mungu anajua vyote. Na mambo yaliyotukia katika bustani ya Edeni hayakuwa jambo la kumshtua Mungu. Kwa nini maandiko yanasema hivi ya kwamba mwanakondoo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia? Alikwishaona mwanguko. Amen. Amen. Kristo kazi aliyoitenda iliyodhihirika ilikuwa tayari imekwisha fanyika tangia mwanzo. Ni hali tu ya kudhihirisho. Ndiposa unaona hivi ya kwamba watakatifu wa Agano la Kale na watakatifu wa Agano Jipya wote wanaokolewa tu kwa neema. Amen. Amen. Ni neema. Bwana anasema hivyo. Nasema hivyo kwa sababu angalia swala la Abrahamu, baba wetu wa imani. Maandiko yanasema nini? Yanasema Abrahamu alimwamini Mungu, sivyo? Na Mungu kwa hilo akamhesabia haki. Tosha, hiyo ni nini? Neema. Watakatifu wa sasa tunaokolewa kwa njia gani? Tunaokolewa kwa neema kupitia imani. Vitu vyovyote ambavyo vinajiongeza hapo ujue ni nyongeza za shetani. Ujue hivi kwamba shetani akitaka kukupotosha kutoka katika wokovu,
Mara nyingi atachukua mambo ambayo Mungu ameweka kwa ajili ya wokovu wako aongezee vitu juu. Amen. Amen. Na wakati ambapo mpangilio wa Mungu wa imani unaongezewa chochote juu, inaharibika, haikuwi ni neno la Mungu tena na haiwezi kuokoa. Amen. Wokovu wa Elohim unapaswa kuwa tu jinsi alivyoufanya. Amen. Amen. Naona hivyo kwamba maandiko yanatunenea swala la sheria. Na Paulo anafafanua sana kwa nini sheria ilipaswa kuwepo. Katika kitabu cha Warumi anasema hivyo kwamba sheria alikuwa ni mwalimu ambaye atatufanya na atulete kwa Kristo. Amen. Amen. Na kwa ujio wa sheria basi tunapata utambuzi wa dhambi. Sheria kama ingelinena ya kwamba kuiba ni dhambi, ungelijuaje kuiba ni dhambi? Na unaona kazi ya sheria mwisho wake ni Kristo. Amen. Amen. Kristo ambaye ndiye anawakilisha sasa kazi ya neema. Amen. 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 Rudi katika Agano la Kale utaona siri kubwa hapa. Bwana anafanya kazi kwa mifano, atakuonyesha picha kabla adhihirishe. Muangalie mtumishi wa Mungu Musa. Musa anawakilisha sheria. Na tunaona hivi tangia mwanzo mpangilio wa Elohim ilikuwa ya kwamba tutarithi ufalme kupitia sheria. Sheria ilikuwa ni chombo. Maana yake Paulo ananena hivi kwamba je, sheria ni ovu? Sheria sio ovu, ni takatifu. Lakini kazi ya sheria inapaswa ikulete miguuni pa Kristo. Amen. Lakini si sheria inayokuvukisha kurithi uzima. Unaingia uzimani kupitia neema. Amen. Amen. Ndiposa unaona hivi ya kwamba maandiko yananena kuhusu Musa. Musa hakuweza kuifikiria nchi ya ahadi, kwa maana alikuwa anawakilisha sheria. Sheria kuna mahali inakufikisha. Ndiposa unaona watu ambao nyakati hizi wameshikwa katika mambo ya kufuatilia sheria wanapotea. Wale ambao wanatafuta hali ya kuhesabiwa haki kupitia sheria, maandiko yanasema katika Wagalatia, wamekatizwa mbali na Kristo. Amen. Amen. Na kama hauna Kristo mpendwa, wokovu wako unakuja namna gani? Hauna wokovu. Kwa maana Kristo anasema bila mimi hamwezi lolote. Amen. Amen. Kwa hiyo Musa ili awakilishe picha dhahiri ya sheria, kuna mahali anapofika. Biblia inaonyesha hivyo kwamba Bwana alipomuita katika mlima wa Nebo, pale ndipo alimwambia nitakuonyesha nchi, na alimuonyesha nchi na akafia pale. Lakini maandiko yanatuonyesha siri kubwa pale mno. Inatuonyesha jinsi ya hali ya Musa. Musa alikuwa namna gani? Biblia inasema ya kwamba macho yake hayakulegea, na katika nguvu alikuwa nazo kama kijana mchanga. Sasa inakuwaje anafikiria mwisho? Siri ya Bwana hiyo. Amen. Amen. Kwa maana anakuonyesha sheria ni safi, sheria ni takatifu, sheria ni kitu kizuri, lakini hakiwezi kufikisha katika nchi ya ahadi. Amen. Amen. Ndiposa Mungu anamuinua Joshua. Joshua sasa anawakilisha Yeshua. Amen. Amen. Yeshua tu ndiye anayeweza kukufikisha. Kwa hiyo Bwana anahubiri injili katika Agano la Kale. Ukiangalia kwa macho ya ndani unaona. Amen. Amen. Kwa maana kama ni Musa angeliwaingiza watu katika nchi ya ahadi, basi inamaanisha sheria pia vile vile ingeliweza kuwafikisha watu katika mahali Bwana anapotaka, mahali panaitwa pumziko. Amen. Amen. Kwa hivyo Musa alikuwa na hatua yake ya mwisho, lakini maandiko yanasema hivi alikuwa mwenye nguvu. Mara nyingi watu wakifikiria umri kama huo wanakufa kwa uzee, sivyo? Naona watu mara nyingi miaka 80, 75 watu wanakufa. Wanakufa kwa nini? Unyonge, uzee. Mtu anafika mahali mpaka anatembea na mkongojo, ama mgongo unainama, ama macho yanapotea. Maandiko yanatuonyesha watu wao mara nyingi. Kama Isaka macho yalipotea. Amen. Amen. Angeliweza kuona kwa sababu ya uzee. Na kuna mara nyingi katika maandiko pia unaona watu wanafia kwa mambo ya uzee. Ni swala la kawaida. Maandiko yananena pia kuhusu Daudi alipozeeka. Biblia inasema mwili haukuweza kuweka joto, ilibidi wamtafutie mwanamwali wa kumtia joto. Amen. Amen. Kwa ajili ya uzee. Amen, wapendwa. Amen. Lakini Musa hakuwa namna hiyo. Swala la Musa lina siri kubwa mno. Amen. Musa hakufa kwa ajili ya unyonge wa uzee. Hapana, ni Elohim mwenyewe aliyemlaza. Amen. Amen. Alikufa kifo ambacho ni cha siri, kwa maana maandiko yanaonyesha hivi ya kwamba mtu aliyeshuhudia kifo cha Musa ni Elohim mwenyewe. Na Elohim ndiye aliyemzika. Amen. Amen.
Bwana katika Agano la Kale anatenda kazi kwa mifano. Anatuonyesha picha ya mambo ambayo anaenda kuyatenda pale mbele. Tunaona picha ya Yeshua vizuri katika Agano la Kale. Yeshua anajifunua kwa sehemu ndani ya manabii, ndani ya kina Yusufu, ndani ya kina Abrahamu. Watu hao wote ni mifano. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaendelea na swala hii la Adamu. Ningelipenda kuvuka mpaka mahali ambapo sasa wanafukuzwa. Basi ukisoma katika mlango wa 3, ukisoma Mwanzo mlango wa 3 kuanzia aya ya 22, Biblia inaonyesha baada ya mwanguko Bwana anasema hivi ya kwamba basi Elohim akasema, huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kwa hiyo Bwana akamtoa katika bustani ya Edeni ailime nchi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza. Soma swala hili. Alimfanya nini? Alimfukuza. Huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki na wa bustani ya Edeni na upanga wa moto geukae huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Ulinzi ulikuwa juu ya nini? Ya njia, sio mti wa uzima mwenyewe bali ile njia. Tunaona hapa basi mwanadamu akishaanguka, Elohim anasema hivi ya kwamba amekuwa mwenye ufahamu, amejua ujuzi wa mema na mabaya. Na sasa Elohim hataki hivi ya kwamba mwanadamu adumu akiwa mwenye dhambi. Kwa maana Biblia inasema kila mtu yule atafanya nini? Ataishi milele kama mwenye dhambi. Kwa hiyo Elohim akafanya kumfukuza. Amen. Amen. Hali ya kumfukuza mwanadamu ujue ni upendo. Amen kanisa. Wenda mara nyingi mimi wakati mwingine, wakati ambapo nilikuwa bado sina ufunuo neno, nilikuwa naona hivi kwamba mbona Elohim afukuze mtu? Si wangeongea tu hii mambo watengeneze. Lakini kuna swala pale. Kumfukuza mwanadamu, Elohim hataki adumu akiwa katika hali ya dhambi. Amen. Amen. Kwa maana Elohim alikwisha fanya mpango. Amen. Amen. Wa kumrejesha mwanadamu. Amrejeshe katika ushirika. Elohim hakutaka hivi ya kwamba mwanguko wa mwanadamu uwe ni wa milele. Kwa hiyo hiyo ni dhihirisho la upendo. Upendo wa Elohim unadhihirishwa kwa mambo mengi. Unaona hivi hata yeye kujitoa pia tu nafsi yake kutuokoa ni upendo. Kwa maana Yeshua pia mwenyewe anazungumzia hivi ya kwamba hakuna upendo mkuu kuliko huo. Ya kwamba mtu aweke uhai wake chini kwa ajili ya nani? Ya rafiki zake mwenyewe. Amen. Amen. Kwa hiyo ilibidi lazima Elohim achukue hatua hiyo. Ndiposa unaona hivi wapendwa, baba ambaye anampenda mtoto wake mara nyingi hata kuwa mtu wa kubembelezana na mtoto wakati mtoto wako katika hatia. Msimamo wa nidhamu unaleta hali ya urejesho. Amen. Amen. Unanielewa ninachokisema sio? Ndiposa unaona hivi Biblia inasema hivi hata mahali pengine ya kwamba unapomnyima mtoto wako fimbo unamchukia. Inakuwaje kumchapa mtoto ni upendo? Mpangilio wa Elohim. Maana pia neno lake mwenyewe anasema anapompenda mtu anafanya nini? Anamrudia. The Lord chastises him whom he loves. Bwana akikuacha tu ukae kama cabbage, wewe unakuwa tu kama magugu ya baharini, wewe unakuwa tu ile unavyotaka. Hii ndio mambo watu wanadanganyika katika kizazi hiki. Ati hali ya kuokoka ni vifungo. Niwaisikia ndugu mmoja akiniambia jambo hili, mambo hili ya kuokoka si ni mateso sana. Hata uwezi enda mahali utulie na watu, uwezi burudika. Nani alikudanganya? Uhuru zaidi uko ndani ya Yeshua. Amen. Amen. Maana hali alipo Bwana ndipo palipo uhuru. Amen. Amen. Na andiko limekwisha sema ya kwamba Bwana akikuweka huru unakuwa huru kabisa. Haya, siri inatokea hapa. Yeshua anaposema hivi ya kwamba mtenda dhambi ni nini? Ni mfungwa ama ni mtumwa wa dhambi. Sasa wewe unaona uko huru, unaishi vile unavyotaka. So unaishi unavyotaka kwa mambo gani? Umalaya, wizi, mdanganyi, wewe ni mnyang'anyi, mtu mwenye roho chafu. Hesabu mambo hayo yote. Hiyo ni huru kweli ndio. Kwa mtazamo wa kiroho umebeba mizigo.
mizigo usiyoweza kuiona wewe mwenyewe. Shetani ndiye anakudanganya uko huru. Uhuru wa shetani anakupa uhuru wa kutenda dhambi. Amen. Amen. Ndipo unaona pamoja na yao Yeshua bado anatuitisha hivi kwamba tuje kwake. Wote tuliobeba mizigo, ni mizigo gani? Swali ni kwamba unapobeba mzigo ndugu, ni swala ambalo linakupa pumziko. Wewe umebeba gunia ya 100 kilo. Sasa wewe uko huru, wewe unapumzika. Ni shetani ndiye anayetupumbaza. Anapumbaza watu kuwaonyesha hivi kwamba wanaburudika kuishi wanavyotaka. Lakini Yeshua anakuja kumulika swala hilo, anatuonyesha hivi kwamba huu ni upotovu, tunadanganya. Hauwezi kuwa huru kama wewe ni muuaji. Hauwezi kuwa huru ukiwa mwizi. Kwa maana nafsi na dhamiri yako bado pia zinakutesa. Zinakuonyesha ndani yako unahisi swala hili si sawa. Hauoni hivi kwamba pia Yuda alijuta kwa mambo aliyoyafanya. Kwa maana Biblia inasema hivi alipoona ya kwamba Bwana anaenda kana kwamba anaangamia, alijuta moyoni. Lakini majuto haya hayakuleta wokovu. Watu wengi wana majuto. Amen. Amen. Feeling sorry will never bring salvation. And you remember tulisema hapa kuna hali ya aina mbili ya hali ya kuhisi. Remorse, not remorse, sorrow. There's worldly sorrow and there's godly sorrow. Moja wapo inaelekeza kwa wokovu, ingine ni mauti. Amen. Unajuaje? Unajua kwa maana unaona mwisho wa mtu huyu. Wakati ambapo Petro alikuwa na majuto, aliishia wapi? Alirejeshwa. Amen. Amen. Kwa maandiko yanaonyesha alilia kwa uchungu mwingi mno. Ujue pia Yuda alikuwa na majuto, lakini ni majuto ya kiulimwengu. Yeye alijutia tu ya kwamba jambo ni kama alilolifanya halijaenda vizuri. Hakujutia hivi ya kwamba kuna hali ya ushirika ambayo amekatiza. Na ujue hivi kilio cha Petro kilikuwa hivi ya kwamba amemkosea Bwana. Amen. Amen. Yuda hakuwa na mtazamo wa namna hiyo. Yeye aliona tu mambo hayajaenda vizuri. Mambo hii ni kama kitu nilichofanya si nzuri sana. Kwa hivyo ilikuwa ni swala la kibinafsi. Hakuona kosa alilolitenda kwa mtazamo wa Bwana. Na ndio shida tulio nayo wakati tunavyoishi leo hii. Ndiposa tunaulizwa hivi ya kwamba swali linauliza hivi, kwa nini mwanadamu anapaswa kuzaliwa mara ya pili? Kwa maana tumeanguka. Sisi ni waovu. Sisi ni watu ambao fikra zetu ni ovu. Mienendo yetu, mawazo yetu, kila kitu tunachowaza kiko chini ya utukufu wa Mungu. Watu unapowaona wakitembea nje huku jinsi nilivyosema, usione mtu ni nadhifu, ni msafi, ndani yake ni muovu. Amen. Amen. Anahitaji msaada. Na bila watu kuonyeshwa hali walio ndani, wataona wako sawa. Nimewahi nena na watu wengi, mara nyingi unasikia mtu anakuambia mimi sioni maana ya kuokoka. Unajua ndugu, mimi ni mtu mzuri. Mimi nasaidia maskini. Kuna jamaa alikuwa anaongea naye ananiambia hivyo, na unasikia katika moyo wake anashawishika. Mimi nikiwa na fedha nikipita mahali naangushia maskini shilingi 50. Sijawahi nyima mtu kitu, mimi situkanani. Mimi ni mtu mzuri kabisa, hata nikinena na neno. Yeye anaona basi anastahili. Unaona mwelekeo huo, utaangamia nao. Kwa maana hatukubaliki mbele ya Mungu kwa mpangilio wetu wenyewe. Amen. Amen. Tunahitaji kwanza kubadilishwa mawazo. Amen. Na ndiyo hali ya kuzaliwa wa pili inaleta hali hiyo. Mungu anaanza kufanya kazi kutoka ndani kurejea nje. Paulo anasema ya kwamba basi tubadilishwe kwa kubadilishwa mawazo yetu. Mawazo ya mwanadamu kila mara ni maovu. Bwana alifika katika kitabu cha Mwanzo anasema hivi ya kwamba roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa maana mawazo ya mwanadamu ni maovu. Kwa hivyo wapendwa, usidanganywe. Bila kuzaliwa mara ya pili wewe si mtu mzuri. Na watu hawapendi kuambiwa hivyo. Ukikutana na mtu anakuambia unasema mimi si mtu mzuri, kwa nini? Mimi naona nalea familia yangu vizuri, sijawahi tukana mke wangu, nawapa chakula kila siku, natimiza haki zangu, mimi si mwizi. Wanadamu wanajiweka katika viwango hivyo na wanafikiria hivi ya kwamba wataokolewa kwa hilo. Hakuna, utahukumiwa. Amen. Ujue hivi bila Yeshua na bila kuzaliwa mara ya pili, mpendwa, wewe uko katika njia unafululiza kuelekea Jehanamu. Amen. Amen. Hiyo ndio ukweli wa Yeshua mwenyewe. Amen. Amen. Ndiposa unaona alimwambia mtu huyu Nikodemo katika Yohana 3. Pasipo mtu kuzaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Unaona hiyo ni amri.
si swala la kubahatisha. Kwa hivyo ni watu wengi wanaotembea huku nje, mtu anaona tu hivi ya kwamba kwanza wanapenda swala hili ya kwamba mimi napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, mambo ya Mungu mimi napenda. Mara nyingi hata ukikutana na walevi, mimi ushangaa kitu hicho. Walevi ukikutana na mlevi chakari kabisa ameisha, unamuuliza unapenda Mungu? Ati Mungu tunapenda. Unapenda Mungu katika ulevi. Swala la kumpenda Mungu haliokoi. Amen. Ni kama tu kusema unaamini Mungu. Mapepo pia yanaamini Mungu yupo na yanatetemeka. Yuda anasema hivyo. So swala la kumpenda ama inaitwaje, kumwamini Mungu halitakuokoa. Kila mtu anaamini Mungu. Kuna utofauti kati ya kuwa mtu mtaua na kumwamini Mungu. Amen. Amen. Ndiposa unaona hivi ahadi nyingi ziko juu ya wale ambao wako na utaua. Yaani uwe mtu ambaye unamuogopa Mungu. Si kumuogopa Mungu kwa kutishia, hapana. Unapomuogopa Mungu unazishika amri zake. Amen. Amen. Utakuwa mtu wa kutenda hivi, ya kunena hivi ya kwamba je, nitafanyaje jambo hili nimkoseshe Mungu. Unaishi na hofu ya Mungu ndani yako. Watu hao basi ndio walio sawa. Kwa maana unapokuwa na upendo wa Mungu ndani yako, kuna vitu hauwezi tenda mpendo. Ujue ya kwamba uko huru kama mtakatifu. Lakini upendo na hofu ulio nayo kwa Mungu iliyo ya kweli, kuna mambo ambayo hauwezi jiingiza ndani. Wewe mwenyewe unaangalia hata wakati uko katika hali ya siri peke yako, unaona hii siwezi fanya. Nitakuwa namkosea Mungu. Kwa hiyo wanadamu wako na hali hiyo, wameingiwa na upungufu fulani, wanaona ya kwamba unawapigia kelele. Ukiwaambia swala mkuuliza Mungu hii ya kuzaliwa mara ya pili ilitoka wapi? Na ujue pia shetani katika ujanja wake amehakikisha hivi ya kwamba amewaletea mbinu mpya. Shetani anapenda ukae jinsi ulivyo. Ujue wakati ambapo unadumu katika hali ya upumbavu, kukosa hekima, kukosa ufahamu, hali hiyo shetani ana shida. Na hata hawezi kukusumbua, anahakikisha ya kwamba unadumu ukiwa umetulia katika amani. Shida inatokea tu wakati unataka kushika kweli ya Mungu. Wakati unataka kulitii neno ndio utaona hukumu hujawahi ona mpendo. Amen. Amen. Ni vita vya kiroho tunavyopigana. Hujawahi sikia mara nyingi mtu anakuambia hivi ya kwamba pamoja na kwamba kuna mambo ya maburudisho ambayo yamekuja mengi, unaona watu wanapenda, umeletewa vipindi vya televisheni Unaweza ona vipindi vya televisheni kutoka asubuhi mpaka jioni na ulale. Mtu amekaza macho tu kwa televisheni, anataka kuona itaenda namna gani. Lakini jaribu kuchukua neno usome. Hata dakika 2 unaanza kusinzia. Hauoni ni shida? Kuna mambo shetani anakuwekea uyafanye kwa wepesi, kwa maana anajua hivi ya kwamba hayatakuokoa. Ndilo swala amefanya zamani hizi. Amechukua makanisa yanayoitwa makanisa, amejaza ndani watu pomoni, watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Amen kanisa. Amen. Ukiwauliza asilimia kubwa ya watu ambao wamejaza makanisani, ndugu ulifikaje mahali hapa, hata kuelezea, hata kuambia mimi niliona napenda tu Mungu nikaona nianze kwenda kanisani. Idadi kubwa ya watu ambao tuko nao wameingia makanisani kwa njia namna hiyo. Na ujue pamoja na matendo wanayoyatenda kanisani na shughuli hizo wanazozifanya hazitawafanya kuhesabiwa haki. Amen. Kwa maana Mungu amekwisha weka njia yake. Alisema hivi, pasipo mtu kuzaliwa mara ya pili kamwe hata urithi ufalme. Sasa mbona wewe upuuze njia ambayo Bwana ameiweka, ujiletee njia yako mwenyewe? Kwa maana tabia za shetani ni kuumba njia mpya. Bwana ameweka njia inayopaswa, shetani pia anakuletea hapo. Ndiposa unaona wokovu wa sasa, na swala hili mimi pia nasisitiza. Wokovu huu wa kurudia ombi. Unaambiwa hivi ya kwamba hakuna haja ya kuungama, hakuna haja ya kutubu, hakuna haja ya kubatizwa, wewe rudia ombi tu. Sasa watu wanaokoka kwa ustaarabu. Unaokoka na starehe, yani wewe heshima yako imesalia. Hauwezi ungama, hizo ni aibu ndogo ndogo. Watu watajuaje mimi nilikuwa mwizi? Watu watajuaje mimi nilikuwa malaya? Hapana, hiyo weka, unahitaji heshima yako. Wewe sema tu ombi. Sema tu Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nipokee. Unaambiwa umerudia ombi, umeokoka sasa. Enda uambie watu 2 3 ulichokitenda, wewe utakuwa uko sawa. Shetani pia anakuhakikishia katika moyo wako wewe uko sawa. Na unaelekea njia ya jehanamu. Kwa maana swali ni kwamba uliokokaje? Amen. Amen. Bwana alipofanya karamu akawaalika watu. Na katika karamu ile kulikuwa na mavazi rasmi. Wakati anakagua gwaride, anakutana na jamaa pale ndani. Jamaa ameingia ndani ya karamu, hana vazi rasmi.
inasema alikuwa kigugumizi. Unajua kigugumizi, mtu hawezi sema, hana swala la kusema. Kwa maana kwanza vazi lilikuwa linapeanwa bure. Wewe ilikuwa haja kuchukua. Kupeanwa bure ndugu inamaanisha neema. Amen. Amen. Tunaokolewa kwa neema, imepeanwa bure. Unachopaswa kufanya ni kupokea. Amen. Ndugu, Biblia inasema hivi, hakuna jambo ambalo uko nalo utaweza kujivunia mbele ya Mungu. Hamna hata moja. Umesaidiwa. Wokovu wako ni neema. Mungu amekusaidia. Yeshua amekushika mkono. Ndiposa anasema hivi, bila mimi hamwezi lolote. Amen. Lolote. Ndugu, hata hiyo ndogo unafikiria wewe ndio umeweza, umesaidiwa. Amen. Amen. Wokovu ni neema, wapendwa. Hatuna jambo tunaweza jivunia nalo mbele ya Mungu. Mimi nilikuwa natoa sadaka, mimi nilisaidia mchungaji, mimi nilikuwa naomba. Vitu kama hivyo unavijua. Biblia inatuonyesha watu kama hao watakuwa sehemu gani. Mtakatifu anapokutana na hali na haki ya Elohim, mara nyingi anavunjika. Ndiposa neno linatuambia heri waliofanya nini? Waliopondeka moyo. Na ufalme wa mbinguni unaahidiwa wakina nani? Maskini wa roho. Unajua maskini wa roho ni nani? Mtu ambaye anajua amepungukiwa mbele ya Mungu. Yaani mbele ya Mungu wewe una hadhi. Huyo ndio maskini wa roho. Yeshua anasema wao ufalme wa mbinguni ni wao. Lakini wewe unakuja mbele ya Elohim, wewe unaona wewe ndio unastahili sana. Unajua watu namna hiyo Elohim mara nyingi aliwafutilia mbali, aliwapuuza. Na hakuwahi wapa haki. Huwezi kujia Elohim wewe na mpangilio na umewahi ona mara nyingi watu wanapoona tu sehemu ya utukufu wa Elohim jinsi wanapovunjika. Wapendwa, umewahi jua hivi kwamba watu ambao walikuwa na maono ya Bwana, waliopata tu kibali cha kuona sehemu yake, jinsi walivyokuwa wanyenyekevu. Mtu wa kwanza ni Musa. Biblia inasema hivi kwamba Musa aliwahi ona hata na umbo la Bwana mwenyewe. Amen. Amen. Musa alikuwa mtu namna gani? Rudi usome kitabu cha Hesabu 12. Hakuna mtu aliyekuwa mnyenyekevu katika uso wa nchi kama Musa. Biblia inasema na Musa alikuwa mtu mnyenyekevu katika ulimwengu wote. Amen. Amen. Unapokutana na Bwana unakuwa mtu wa aina hiyo, mtu wa kuvunjika, mtu ambaye hutaki kuonekana, mtu ambaye uko chini. Lakini mara nyingi unapoona watu wa kujipendekeza, mtu ni kiburi, hakuna Elohim. Iko hivyo hivyo katika mambo ya wokovu. Wokovu tunasaidiwa. Wokovu tunaneemeshwa. Wokovu ni zawadi. Salvation is a gift. Unaipokea kwa hali gani? Kwa imani. Amen. Amen. Kwa hiyo hakuna kitu ndugu ama mpendwa ambacho unaweza kufanya ama dada ambacho kitakupa haki mbele ya Mungu. Ni lazima tu upokee wokovu wake. Ndipo sasa tunaokolewa kwa utakatifu wa Yeshua mwenyewe. The righteousness of Christ. Amen. Amen. Kwa hiyo hapa tunaona hivi kwamba Elohim kwa upendo aliokuwa nao alimfukuza Adamu katika bustani. Kwa maana mapenzi yake yalikuwa ya kwamba Adamu asiendelee kuishi milele katika dhambi. Unajua ukitenda dhambi katika umilele ni hivyo, swala lako limekwisha. Na unaona hivi kwamba niposa hakuna mpangilio wa wokovu kwa shetani. Umeona wapi ukombozi wa shetani umepangwa? Je, Yeshua alifia shetani na malaika? Kifo cha Yeshua ni mwanadamu. Hakuna mahali tunaona mpangilio wa shetani na malaika yake ya kwamba watakuja kuokolewa. Kwa maana mwanguko wao ulikuwa ni katika umilele. Na wamepotea milele. Ndiposa huwezi waza swala la shetani katika mambo ya toba. Biblia inasema kwamba alikuwa mwenye hekima pale mwanzo, lakini hekima hiyo ilipotoka. The wisdom he had was corrupted. Ndivyo unavyoona anavyotenda kazi. Shetani anakuwa ni tofauti ya Mungu kabisa. Mungu akiwa mkweli, shetani muongo. Mungu akiwa mtakatifu, shetani muovu. Na sasa jinsi unavyoishi inaonyesha na inadhihirisha baba yako ni nani. Amen. Amen. Ndugu Daudi ametufunza hapa mara nyingi ya kwamba kuna mamlaka aina mbili inayotenda kazi hapa duniani. Mamlaka ya Mungu na mamlaka ya shetani. Basi ni hivyo, hakuna katikati mpendwa. Sehemu ni mbili. Wewe uwe upande wa Elohim ama uwe upande wa shetani. Na Yeshua aliweka wazi akisema hivi, yeyote asiye na mimi yako kinyume changu, asiyekusanya na mimi anasaza. Kwisha.
Kama haupo na Kristo mpendwa, wewe ni wa shetani. Ndiposa hakuna hali ya kubembelezana. Baba yetu Yeshua hakubembeleza mtu. Unaona hivi ya kwamba aliwaendea Wayahudi kimasomaso akiwaambia hivi, nyinyi ni wana wa baba yenu shetani, na walichukua mawe. Ujue wanadamu zamani tunazoishi hawapendi ukweli. Watu wa zamani hizi wanapenda kubembelezwa, kuambiwa mambo ya kuwafurahisha. Ndiposa unapata hivyo wamejaza makanisa pomoni, waambiwe mambo mazuri. Unaenda kanisani kuambiwa vitu vizuri vizuri, Mungu atakubariki, atakuinua, shida unazopitia tu ni za kawaida, ni hali ya dunia, utakuwa mshindi. Watu wanapenda upuzi wa namna hiyo. Mambo hayo hayatakuokoa mpendwa. Inapaswa mtu akuambia wewe ni muovu na Mungu atakuhukumu usipobadilisha njia zako. Kwa maana pia kazi mojawapo ya kazi za Roho ni kufanya nini? Kuwaletea wanadamu hali ya huku ndani yao, wajue hivi ya kwamba wao wameanguka, hao ni wenye dhambi, wanahitaji wokovu. Amen. 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 Wapendwa, mambo ya kuwa mtu mhubiri si mambo ya kubembelezana. Ndiposa napenda ndugu yetu, yawe yabariki ndugu yetu, ndugu Daudi. Amen. Umewahi ona msimamo ndugu wanaokuwa nao wakati ni mahali pa kufanya uamuzi? Amen. Amen. Hakuna mambo ya kucheka cheka na kubembeleza, anaamua mara. Si mambo ya kucheka mpendwa. Ndiposa kuna wakati nilikuwa namuuliza ndugu, unajua mimi mambo hii ya uhubiri hii misioni kama naweza, kwa sababu kuna maamuzi mengine bwana. Unaamua tu moja kwa moja, unasema ndugu tembeza. Na hakuna kumwenya. Umewahi na ndugu akimwenya wakati huo? Wapendwa, unajua swala hilo linamaanisha nini? Roho wa Mungu. Ukiwa na Roho wa Bwana hauwezi mwenyea dhambi. Amen. Nasema hivyo kwa sababu muangalie Mtume Petro. Unakumbuka Petro yule mwogaoga wa kujificha, wakati anaambiwa ulikuwa mmoja wao anajificha. Kutana na Petro katika kanisa la mwanzo. Wakati anamuelekea Anania na Safira, unamuona huyu Petro anakaa namna gani? Anasema, mbona umeamua kumdanganya Roho wa Mungu? Sasa miguu ya hao itakubeba pia. Mtu anaanguka hapo tu. Wapendwa, sisi ndio tunayetenda zile kazi. Ukiwa na Roho wa Bwana utakuwa na msimamo huo. Amen. Iposa ndugu anatuambia hivi kwamba akiwa mtu wa mzaha hapa, kanisa itajaa vitu vya ajabu. Umesikia mambo yanayoendelea na zama kanisa, unapata ndugu hapa sijui ako na mahusiano na dada fulani, ameoa, huyu sijui anapita na nani. Hiyo ndio maisha tungekuwa nayo hapa. Unasikia pia mchungaji sijui nini. Sasa hali ya kuondoa mambo kama hayo ni msimamo mkali. Amen. Msimamo huo unakusaidia wewe na mimi. Kwa maana unaingiwa na hofu ya Bwana. Faida ya hofu ya Bwana inafanya watu waogope dhambi. Amen. Pendo unafikiria tu, mimi niitwe pale mbele hapana, kwa hiyo mambo sawa. Inakufanya unyooke. Amen. Amen. Ukae sawa sawa. Kwa maana baada ya matukio ya Anania na Safira, Biblia inasema nini? Hofu kubwa iliwajaa watakatifu. Hofu ya nini? Ya kutaka kuwa watu wateule, kutaka kuwa watu ambao si waongo. Kwa maana jambo ambalo watu wanalichukua nyepesi siku hizi lilifanya mtu akapoteza maisha. Anania na Safira walikufa kwa nini? Uongo, mpendwa. Wewe umeuza shamba milioni 2. Alafu unaleta mbele ya mitume milioni 1 na unawaambia hii shamba hii ndio gharama yake yote milioni 1. Uongo. Na sasa wapendwa, siku hizi sisi tumejimudu, tumekuwa watu wa ujasiri. Unadanganya tu na unaona ni kawaida, na wewe ni ndugu. Unakuwa conman. Unaambia mtu uongo na unajua tu ni uongo. Wapendwa, serious? Tunajua hifadhi za uongo hizo ni hazina za shetani. Unapodumu kuwa mtu muongo, basi unazalisha matunda ya shetani. Kwa maana uongo ni wa nani? Ni wa shetani. Biblia inamuita baba wa uongo. Satan is the father of lies. Basi unapozibeba hazina za shetani, unakuwa mtu namna hiyo, conman, mtu wa uongo. Wewe kwako kudanganya tu ni kitu ya kawaida. Hata uhisi kama unakuwa na hali ya msukumo moyoni, unadanganya tu. Wewe kama ndugu unaulizwa swali unadanganya, na hata wewe mwenyewe unajishuhudia kwamba hapa napo nimedanganya. Na hata hautubu, hauogopi. Uongo ndio ulioleta mauti kanisani, wapendwa. Basi ukiendelea kudumu namna hiyo na hautaki kutubia, hautaki kuacha tabia hizo, mpendwa, ujue hivi ya kwamba Bwana atakufunua. Amen. Biblia
anakudhihirishia hivi kwamba Yeshua hata kuja kwa kanisa lenye mawaa na kunyanzi. The Lord is coming for a spotless church, mpendwa. Mawaa ni nini? Mawaa ndio hayo maovu, hayo uongo, hali ya masengenyo, mambo hayo watu wanayoyapenda na unafichana kanisani. Watu wanapokuja kutubu hapa, wewe unaona hii ni mambo ya aibu ndogo ndogo, mimi siwezi. Mimi jinsi watu wananijua mimi, niende tamka hapa, jamaa huyo ajue ati mimi nilikuwa napita na vidosho, huyo ajue nilikuwa napita na biblia wenyewe. Hakuna. Wewe unaona hiyo ni mzuri, unahifadhi hadhi yako, na wakati huo unamkosea Mungu. Mtakatifu hana tabia hizo. Amen. Mtakatifu anapokutwa na neno anavunjika mara. Mtakatifu anapogongwa na neno, unamuona hapa anasema sitaki hazina za shetani. Wakati unapoendelea kuvumiliana na hazina za shetani, ndivyo shetani anaendelea kujishupaza ndani yako, anaendelea kujiimarisha. Kuna wakati itafika hutaweza kumtoka. Unasikia watu hapa sasa wanasema kunitoka, jamaa amenitoka. Hautaweza kumtoka, ujue hivyo, kwa maana atakuwa amekukamata. Hayo ndio yalikuwa maisha ya Juda. Hauoni Bwana kila mara akimtaja Juda? Wakati anasema nyinyi wote ni wasafi, mmoja wenu ni ibilisi. Unafikiria anazungumzia nani? Anamwambia Juda. Anatumai hivi ya kwamba abadilike. Lakini Juda yuko tu anaona mambo itakuwa sawa. Nitaiba, Bwana ataenda, atapita katikati yao, itakuwa win-win. Hakujua ya kwamba pia yeye anatumika katika mpango wa Bwana. Maana Mungu Yeshua anasema hivyo, ole wa mtu yule ambaye atakuwa ndiye usaliti utapitia kwake. Kwa hivyo ilibidi lazima kuwe na mmoja msaliti, na inatafutiwa mtu ambaye ana hazina za shetani ndani yake. Kwa hivyo Yuda ujue alienenda njia yake mwenyewe, kwa maana hakuimarika. Bwana alipo watawadha wale watakatifu miguu, alisema nyinyi wote mmekwisha kuwa wasafi, lakini ila mmoja tu. Huoni hivyo kwamba Bwana kila mara alikuwa anamtaja Yuda? Yuda anawakilishwa na wewe ndugu na wewe dada. Unadumu katika kanisa la Bwana lakini haubadiliki. Amen. Mhubiri anahubiri hapa, anatokwa na jasho siku zote, wewe uko tu umekwama na dhambi yako. Unaona hii misiachili. Sasa swali linakuwa ya kwamba unakuja hapa kwa nini? Umekuja hapa kufanya nini? Si afadhali ungeishi tu maisha ya mwenye dhambi kuliko kujifanya hapa. Kwa maana maandiko kuna mahali anasema na mwenye dhambi azidi kuwa mwenye dhambi, na mtakatifu azidi kutakata. Amen. Mpendo haitakusaidia kudumu katika kweli na haubadiliki. Nia ya mahubiri na vihubiri hapa ni kumtafuta Adamu aliyepotea. Daudi alituambia hivi ya kwamba hizi hali za watu ambao wametumwa katika kanisa, wametumwa kumtafuta Adamu. Mungu anainua wahubiri, wachungaji kumtafuta Adamu aliyepotea. Amen. Amen. Ili ya kwamba arejeshwe. Lakini mpendwa, wewe unakuja mpaka unakuwa starehe hapa katika kanisa la Mwanzo. Unajua ni vizuri kuwa starehe katika madhehebu. Jinsi nilikwambia tulikuwa tunaenda huko na jeans na t-shirt, unakaa huko nyuma, unaburudishwa, alafu unaenda nyumbani. Yaani hakuna kitu ya maana umefanyika pale. Wapendwa, umewahi kuona shetani jinsi anachezea watu shere? Watu unaenda kanisani tu ni vituko tu. Kutoka asubuhi mpaka jioni watu ni kutetemeka, wengine wanaanguka. Hakuna mahali mhubiri anasoma neno na anahubiria watu, ni vituko tu. Hiyo ndio hali watu wanapenda katika madhehebu. Mpaka unashangaa hapa sasa neno linapata nafasi gani? Watu ni kuanguka, wengine sijui nini, wengine wanarukaruka, wengine wanagaragara. Hivyo ndivyo vituko watu wamesalia navyo ulimwenguni, duniani. Ati kwa neno ya kwamba wameenda kumtafuta Mungu. Wanaingia katika upumbavu huo kwa sababu hawapendi kweli. Amen. Amen. Kitabu cha Wathesalonike kinasema hivi ya kwamba kwa kuwa watu hawapendi kweli, Mungu anawatumia nini? Udanganyifu mkubwa. Wapate kuamini nini? Uongo. Kwa maana hawakuwa na mapenzi ya ukweli. Sasa mpendwa, ukisalia kuwa mtu ambaye haupendi ukweli, wewe kila mara unahubiriwa, unaambiwa kweli, wewe umekaa ngumu tu, moyo wako unajishupaza, unaendelea kuwa mgumu, itafika wakati hiyo toba unafikiria kwamba utaifanya kwa nguvu zako mwenyewe, hautaifikiria. Tumefunzwa mara nyingi hapa hata toba ni karama. Unajua hivyo? Toba ni karama. Ni karama inayotokana na Roho. It is the Spirit. Part of the work of the Spirit is to convict you about sin. Anakuletea ujuzi wa dhambi. Unahisi ndani ya moyo nimekosa mbele zako. Unakuwa kama yule mwana mpotevu.
Biblia inasema alijizungumzia moyoni mwako akasema nitarudi kwa baba yangu niseme baba nimekosa. Hapo ndipo mtu anafika wakati ambapo neno linamkonga ndani. Amen. Wakati unapoona ndugu anasimama akinyoka akikuja hapo, usifikiri ni jambo rahisi, ni roho mwenyewe. Sasa kizazi hiki kumetokea watu wasomi, watu wenye akili sana. Mtu anakuambia sioni kama nataka kuokoka saa hii, wacha ni enjoy, itafika mahali uko mbele mimi nitaokoka. Pumbavu. Nani alikwambia kwamba wewe una mamlaka juu ya wokovu wako? Toba ni kitu Bwana anakupa. Tumesema hivyo mara ngapi? Unakabidhiwa toba mpenzi. Si kitu ambacho unakipata kwa amri yako mwenyewe. Kwa hiyo huwezi jiamulia ati wewe utatubu sijui 2 years to come. 2 years to come nani amekudhihirishia kwamba utakuwepo? Enda katika chumba cha maiti kule utapata watoto wachanga, wazee, vijana, wanarika. Watu wote wanaondoka katika mwili. Wewe nani amekudhihirishia kwamba utaishi mpaka wakati umefika? Kinaitwa kiburi cha uzima. Watu wanafanya mipango bila ya kuweka Elohim ndani yake. Unaishi ni kama wewe ndio mrithi wa kesho. Naambia mtu kesho niko na biashara fulani. Natakana ni kama nilisikia mtu fulani katika runinga ana mipango sana. Anasema sijui siku ijayo nitakuwa naenda China, nitatoka China, utakuwa unaniona nikipaa tena sijui nikienda wapi. Wewe nani amekuambia utakuwa hapo? Biblia inasema mawazo kama hayo ni maovu. Wapendwa, ndiposa Biblia inasema hivi tunapopanga tuseme nini? Elohim akipenda. Amen. 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 Mpigie Bwana makofi. Amen. Asante. Kwa hiyo tunaona hivi tendo la Bwana kumfukuza Adamu ni tendo la upendo. Kwa maana pamoja na hali ya kumfukuza hiyo Bwana tayari alikwisha anza mpango wa kumrejesha mwanawe. Amen. 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 Wakati mwingine ukiwa na upendo kwa mwanao utamtendea mambo ambayo pia wewe mwenyewe yanakuumiza moyo, lakini unajua ya kwamba ni bora kwake. Amen. Amen. Unapopenda mtoto wako utamrudi. Unapopenda mtoto wako utamuadhibu. Kwa maana hutaki kukuza jambazi ulimwenguni. Hutaki kukuza mtoto mwenye tabia mbovu. Unataka kuleta mtu ambaye amekomaa vizuri, ana nidhamu. Hii ndilo tendo la Elohim. Na Biblia inasema aliweka makerubi wenye upanga wa moto pale. Kuzuia nini? Kuzuia njia. Biblia inanena kuhusu njia, sio mti wa uzima mwenyewe. Kwa maana njia hii tunaiona inakuja kufunguliwa ndani ya Yeshua. Anaposema mimi ndio njia, kweli na uzima. Amen. Upendo wa Mungu unadhihirika pale. Kwa hivyo kuna mambo mengine ya kwamba inapaswa uyapambanue kindani. Nilikwambia pale awali nilikuwa naangalia tendo hili naona hivyo kwamba mbona mtu afukuzwe. Elohim angelipenda hivyo kwamba ustarehe katika hali yako ya dhambi. Ndiposa unaona hivyo kwamba dhiki pia ina faida zake. Magumu yana faida zake, yanakufanya ufikirie. Yanakufanya urudi katika fahamu zako, kwa maana hali ya starehe mara nyingi pia inawapumbaza watu. Umewahi jua moyo wa matajiri, watu ambao wana fedha katika mwili, wanaona hakuna faida ya Mungu. Mara nyingi wanawatukana watakatifu, wanasema watu wanaomba kwa sababu ya umaskini. Unasikia kiburi hiki cha roho. Kuna nani kiburi kabisa, unaona uko na pesa, hakuna kitu mtu anaweza kuambia. Bwana anamfunza mtu adhabu kwa kumruhusu apitie dhiki. Soma habari za mfalme Manase, mwana wa Hezekia. Alipelekwa vifungoni akateseka mpaka akakumbukia faida za Bwana, akamuitia Bwana tena. Mara nyingi dhiki ufanya tunajirudi wenyewe. Amen. Unapoona maisha ya mtu yamenyooka tu, mara nyingi maisha ya watakatifu si ya kunyooka, yanapitia mambo mengi ya misukosuko. Elohim anaruhusu. Kwa maana ukiangalia sana ndani kuna kitu anataka ujifunze. Nilivyosema tu hapo awali ya kwamba Elohim hataki kuwa na watoto na mabinti wenye tabia mbovu, watu ambao wanaona wanastahili. Elohim hataki watu kama hao. Anataka kupitia hali ya maisha na mafunzo akuze wana wenye unyenyekevu, watu walionyenyekea. Unajua hivi ya kwamba Elohim anachukia kiburi? Kiburi, pride. Kwa maana Biblia inasema hivi, kazi ya Bwana ni kuangalia ulimwenguni kote, kutafuta wenye kiburi awashushe. Amen. Amen. Yeyote anayejiinua Biblia inasema atadhiliwa. Na Biblia inasema pia Bwana anawapinga
wenye kiburi, na anawapa kibali wanyenyekevu. Amen. Ndiposa utawapata watakatifu wakiwa watu wenye unyenyekevu, si watu wa kujishupaza. Ukitaka kumjua mtumishi wa Mungu, angalia mwelekeo wake. Si mtu wa kujipendekeza, si mtu wa kujiinua, ni mtu anaenda kwa upole kwa ajili ya roho inayokaa juu yake. Wakati unapoona watu wanapatwa na kiburi cha uzima, basi huyo si Elohim. Kwa hiyo Adamu kwa kufukuzwa kwake ilibidi ajirudi. Ni jambo lilifanya aone alichokipoteza, lakini Bwana pamoja na hayo alijua ya kwamba hawezi jikomboa. Kwa upendo wake alikwisha fanya mpango. Tofauti ya watakatifu na watu waovu ni kwamba mtakatifu hawezi kuwa starehe kwa hali ya kutupwa nje. Amen. Atatafuta jinsi ya kumrejelea Mungu wake. Angalia tabia za watu wa shetani, mtu kama Kaini. Kaini kwanza amekataliwa na Bwana, amefukuzwa. Maana Bwana alimwambia utakuwa mtu wa kutangatanga. Sasa badala Kaini aone amefukuzwa kutoka kwa uwepo wa Bwana, Biblia inasema nini? Alienda akajenga mji, akaita jina ya mwanawe. Yaani unajipa starehe katika hali ya kufukuzwa. Hizo ndizo tabia za watu wasiokuwa na Bwana. Yaani unajistarehesha katika uovu. Badala ufikirie nimefukuzwa na Mungu, nimekataliwa, nitafanya nini ili nirejee? Lakini hilo hawatambui. Hata tabia za kutubu Kaini hajui. Kaini ndio aina ya watu ambao wanajibizana na Mungu. Mungu anamuuliza ndugu yako yuko wapi? Mimi kwani ndio naye mtunza ndugu yangu? Yaani unaongea na Elohim tu ni kama mtu rika yako. Hauna hofu au uogopi? Wewe uliwahi ona wapi mahali Kaini anatubia makosa yake? Anasema Elohim, hapa hii ni hasira ilinifanya nikamuua ndugu yake, unisamehe. Hakuna kitu kama hicho, ni kujitetea tu. Yaani watu wana ubinafsi. You are so selfish to a point where you are not seeing your problem. Kaini ameua mtu. Elohim anamlaani, anamweka alama. Anamwambia utakuwa mtu wa kutangatanga. Sikia vile anavyosema. Ati mimi sasa umenifukuza kutoka katika uso wako, mtu atakayenipata ataniua. Sasa wewe unaogopa kuuawa na wewe umekwisha ua. Wanasema semo hili wa Waswahili wanasema kwamba mkuki kwa nguruwe. Kwa nguruwe ni tamu, lakini kwa mkulima ni chungu. Kaini yeye anaona ni vibaya sana akutane na mtu amuue. Yeye amemuua ndugu yake asiye na hatia. Tabia za ubinafsi, hizi ndizo tabia za kishetani. Katika kizazi hiki, hayo ndio mafunzo unafunzwa ati love yourself. Learn to love yourself. Maandiko yanasema wapi mambo ya kujipenda kwanza? Biblia inasema mpende Mungu wako kwanza. Amen. Kwa roho yako, kwa nafsi yako na kwa nguvu zako zote. Amen. Kisha mpenda Mungu wako, basi tena mpende jirani. Amen. Uone ya kwamba unakuja watatu. Lakini sasa hivi watu wanakuambia learn to love yourself, na unaona watu wanaona hilo ni neno la hekima sana. Learn to love yourself first. Ushetani. Kama unasikia watu wanaambia just follow your heart, fuata moyo wako. Na maandiko yanakuambia ni Yeremia ngapi? 17. Moyo wa mtu ni mwovu kuliko vitu vyote. The heart of man is desperately wicked. Who can know it? Amen. Amen. Unaambiwa fuata moyo. Ufuate moyo namna gani? Moyo ulioanguka. Amen kanisa. Amen. Kwa hiyo tendo la Bwana kumfukuza Adamu, ninavyosema hapa, lilikuwa ni tendo la busara kwa Elohim mwenyewe, maana alijua atamrejesha Adamu. Na ndiposa tunaona ndugu alitufunza katika somo hili ya kwamba Elohim alikwisha anza mpango, ndiposa akaziinua sasa zile huduma. Unaona Biblia inasema katika kanisa amewaweka wachungaji, mitume, wainjilisti. Watu hawa wanafanya kazi ya kufanya nini? Kumtafuta Adamu aliyepotea. Amen. Bwana anakutumia watumishi wa kurejesha ndugu, kwa maana wewe na mimi ndio Adamu tuliopotea. Amen. Upendo wa Elohim inafanya akutumie watu. Amen. Amen. Kwa maana tangia mwanzo Mungu alikuwa na mpango wa urejesho. Kwa hiyo kupotea kwa mwanadamu na mwanguko wake haikuwa ndio mwisho wa mawazo. Na ukisoma katika Agano la Kale unaona kwamba Bwana alikwisha weka mpango tayari. Mwanguko wa Adamu kupitia Hawa haikuwa jambo la kumshtua Elohim. Ilikuwa ni kitu alikwisha liona. Ndiposa unaona pia mwana kondoo wa Mungu, Biblia inasema alichinjwa kabla ya kuwekwa nini? Misingi ya ulimwengu. Alikwisha chinjwa. Kwa hivyo unaona hivi msamaha ambao Abrahamu anaupokea ni wa Kristo mwenyewe. Msamaha tunaopokea sisi ni wa Kristo pia.
Kwa hiyo huwezi sema wokovu wa Agano la Kale ni tofauti na wokovu wa Agano Jipya. Ni kitu kimoja, ni vile tu moja imesitiriwa, ingine imefunuliwa. Amen. Amen. Katika Agano la Kale Bwana anaonyesha mfano, katika Agano Jipya Bwana anatimiza akifunua. Sasa mtu anatokea na kuambia ati Agano la Kale hiyo tuliwachana nayo, sisi tunasoma tu Agano Jipya. Upumbavu pia. Amen. Vitu hivi viwili, vyote viwili vinasimama kwa msingi mmoja. Neno la Elohim linasalia moja. Wewe unafikiria mitume walipokuwa wanahubiri walikuwa na andiko gani mikononi? Hawakuwa na hizi injili za Agano Jipya, walikuwa na Torati ya zamani na maandiko haya ya zamani. Amen. Walimhubiri Kristo kupitia hayo. Amen. Sasa watu wenye akili punguani, samahani kwa kusema hivyo, wametokea zamani hizi wanatuambia kwamba Agano la Kale lilipita. Hilo wazo umelitoa wapi? Unasimamia wapi ukitamka mambo kama haya? Amen kanisa. Amen. Kwa hiyo Bwana alianza mpango wa kumrejesha Adamu. Na ndugu alitufunza hivi ya kwanza, kitu cha kwanza katika safari hiyo ni nini? Ni imani. Kwa maana imani sasa inaleta utofauti. Wakati ambapo uko na hisia katika mwili, kwa maana wanadamu tunaishi na hisia. Unaendea na hisia. Hisia ni kitu ambacho hakiwezi kukuelekeza kwa Mungu. Hisia 5 ulizo nazo. Ndiposa imani ni hisia ya 6. It's not among the 5 senses. Na imani hii unaipokea tu kwa lile neno. Unapofuata hisia, Biblia inasema ya kwamba akili ya mwili ni uadui na Elohim. Na unapoendelea kudumu katika hisia, basi hauwezi mpendeza Mungu wala hautatangamana naye. Hisia ndizo zinazowapoteza wanadamu. Kwa maana wanaishi kwa mambo wanayoyaona, kwa mambo ambayo wanayahisi, mambo ambayo wanatangamana nayo. Na Bwana amefutilia hiyo yote mbali. Ndiposa anatumia imani. Kwa hiyo imani ni kitu ambacho Bwana anakitumia kukuvuta wewe. Kwa maana pia maandiko yanatuambia bila imani huwezi mpendeza Elohim. Inaanzia hapo. Bwana haelewi lugha ya hisia. Emotions, Watu wanapenda emotions sana. Unaona ukikasirika wewe lazima watu wajue umekasirika. Unaona ya kwamba ukiwa mtu wa kusisimka, watu pia watambue umesisimka. Hizo Bwana ametupilia mbali. Ndiposa unaona adui mkubwa ya mwanadamu na sisi watakatifu ni mwili. Mwili huu ujue hivi ya kwamba ulitoka katika ardhi. Na mwili huu unapenda mambo ya hapa. Mwili unapenda starehe za hapa. Mwili unavutiwa na vitu vya hapa. Amen. Amen. Ili ya kwamba upate kutembea katika ushindi wa Bwana lazima usulubishe mwili. Ndiposa sasa swala la toba linafananishwa na nini? Na kusulubisha mwili. Mtu akisha kuwa mtu ambaye amezaliwa mara ya pili anakufa katika mwili. Umewahi ona maiti? Umewahi ona maiti akishughulika na jinsi wanavyomhudumia? Wakati wanamuosha maiti inafumbua macho anasema nioshe vizuri bana. Umewahi ona swala kama hilo? Maiti yashughuliki anafanyiwa nini? Amekwisha kufa. Ndiposa mtu ambaye ameingiwa na roho wa Bwana hajali atatamka nini hapa. Yeye anaosha nafsi yake. Wewe ndio kama utakuwa na fikira hiyo ni shauri yako. Amen kanisa. Amen. Kwa hiyo imani ndicho kitu cha kwanza, na Biblia inasema imani inakuja kwa kulisikia neno. Kwa hiyo lazima uwe na wahubiri. Bwana amewatuma, amewapelekea ili usikie ule mwito wa kurejea. Kwa maana sasa kuna neema. Kuna neema kwa wale ambao wataamini. Amen. Amen. Kwa maana wokovu mpya umedhihirishwa kwa wote waaminio. Na ujue hivi ya kwamba Bwana amekwisha sema nira yake ni jepesi. Amen. Kama Bwana anasema nira yake ni jepesi, inamaanisha ya nani ni mzito? Ya shetani. Mzigo wangu ni mwepesi, nira yangu ni nyepesi mno. Mambo ambayo Bwana anatuagiza kutenda ili tuokolewe si mambo magumu. Yeye mwenyewe ameyapima. Amen. Amen. Kwa hiyo wapendwa, swala ni hili. Ujue hivi ya kwamba kama kuna mtu ambaye hatapokea wokovu, ujue ni chaguo lako mwenyewe. Kwa maana wokovu umewekwa wazi kwa wote. Mapenzi ya Bwana si ya kwamba mtu yeyote aangamie, bali uijilie toba. Amen. Amen. Mungu angelipenda usikie mwito utubu. Kwa hiyo Mungu ampeleki mtu yeye. Unasikia watu wengine wanasema kama Mungu ni wa upendo, ona ameweka moto na atachoma watu wasioamini. Mungu hamsukumu mtu kwenda jehanamu. Ujue mtu yeyote atakayeishia pale ni chaguo lake mwenyewe. Kwa maana Mungu amekwisha weka njia mbili mbele yake. Njia ya uzima na njia ya mauti.
Kwa hivyo anasema uchague sawa sawa. Amen. Wapendwa, mwito huu ni kwa mimi na wewe. Wakati ambapo unapata mwito wa kweli, basi usifanye mzaha nao. Bwana ana mapenzi ya kukuokoa wewe. Kwa hiyo tunasafishwa kwa kupitia neno. Neno hili ndilo linaloumba imani ndani yetu. Ukishaumba imani, basi unakuwa na hali ya utakaso. Utakaso ni kitu ambacho mtakatifu lazima awe nacho. Kwa maana maandiko yanasema bila utakatifu hakuna atakayefanya nini? Muona Mungu. Kwa hivyo mpendwa, huwezi ishi tu jinsi unavyotaka. Wewe mwenyewe unafanya jinsi unavyotaka. Uko na roho wa Bwana, lakini haumuachi akuongoze. Wewe unajiongoza mwenyewe. Roho yupo lakini unajitawala. Hiyo ni hali ya kumfungia roho, ni kumkwaza. Biblia inasema kwamba tusimkwaze nani? Roho wa Mungu. Unamkwaza namna gani? Wakati wewe ni mtakatifu na unajihusisha na mambo yasiyompendeza Mungu. Unapokuwa na ya maumbile ya Elohim kukurejea ndani yako, kuna mambo huwezi jihusisha ndani yake tena. Unakuwa mtu aliyetengwa, unakuwa mtu tofauti. Hauoni hivyo kwamba tabia za Bwana mara nyingi anapomuita mtu anamtoa katika kusanyiko? Amen. Amen. Mahubiri ya Bwana kwa Abrahamu yalikuwa ni gani? Toka katika jamii yako, toka katika taifa lako, mpaka uende mahali utakapo. Hiyo ndio mwito wa Bwana kwetu sisi wote. Asilimia kubwa yetu hapa Bwana alitumua kutoka katika madhehebu. Kweli uongo? Kweli. Kama haungelisikia mwito huo, ungesalia kudumu katika vifungo. Kwa hiyo hali ya utakaso inakuja unapotii lile neno la kutoka. Kwa maana Bwana hawezi fanya kazi ndani yako ukisalia katika makusanyiko haya. Ndugu, hakuna uvuvio unayoweza kukuja kupitia dhehebu. Hakuna. Usidanganyike. Usipumbazwe na mabango anayokuwekea ukuja ati revival. There is no revival that can come through a denomination. Never ever. Ukisoma Yohana 9, ona habari za yule kipofu. Amen. Amen. Wakati anakutana na Elohim, Yeshua anamfungua macho, anageuka mhubiri mara. Amen. Amen. Hata anasimama kinyume cha Mafarisayo. Mwisho wake anatupwa nje. Anapotupwa nje, hapo hapo anakutana na Bwana. Amen. Ndio mambo yaliyofanyika kwetu. Ndiposa tunasema hivi wapendwa, sitataka kuendelea sana. Nitamaliza karibu hapo na 20. Ndiposa nasema hivi wapendwa, kwamba wewe kuja kwako hapa na kuliamini neno hili imemgharimu Bwana. Usifikiri ni kwa nguvu zako lako mwenyewe. Kuna watu wengi ambao wanalisikia hili neno tunalohubiriwa hapa kila siku, lakini kwao si kitu. Wao wanaona ni kelele. Neno ambalo ni la wokovu kwako, kwa mtu mwingine linakuwa ni jiwe la kujikwaa. Nguzo ya moto ambayo iliwamulikia Israeli, njia ndio ilileta giza pia upande wa Misri. Amen. Amen. Kwa hivyo neno linalokuokoa wewe, kwa mtu mwingine linafanyika kikwazo. Kwa hivyo usilichukue kwa wepesi. Hiyo inakudhihirishia swala moja tu, ya kwamba wewe ni mteule. Kwa maana Bwana amekwisha sema kwamba kondoo wangu watafanya nini? Wataisikia sauti yangu. Kwa hiyo mtu asiyesikia sauti inamaanisha nini? Sio kondoo. Kwa hiyo mwito unaenda kwa wengi, lakini sio wengi walioteuliwa. Uteuli inaonyesha inatokana wakati ambapo unachukua hatua moja zaidi. Kwa nini inatupasa kuzaliwa mara ya pili? Ili nafsi zetu zibadilishwe, turejelee mambo tuliyoyapoteza, mfano wa Mungu, sura ya Mungu, mamlaka ya pale awali. Hivi karibuni ubatizo wa Roho unakuja, na Biblia inaonyesha kwamba sasa sehemu ya Mungu iliyopotea ya mamlaka itarejeshewa kanisa. Amen. Amen. Kwa sababu wakati huu unaona mara nyingi jinsi ndugu wanavyosema tunang'ang'ana sana katika maombi. Wakati mwingine tunaomba, tunaona kana kwamba haitendeki. Tunaombea magonjwa, inakaa ni kama yanatusumbua, lakini Roho wa Bwana atakaposhuka, mambo hayo yatakuwa uhakika miongoni mwetu. Amen. Amen. Na wapendwa, ndio swala tunatazamia. Bwana atudumishe mpaka tufikirie hali hiyo ya ubatizo wa Roho. Ili ya kwamba kusiwepo mmoja katikati yetu ambaye bado ana tabia za Yuda. Mambo hayo tuyakatae ndugu. Amen. Amen. Ukihisi una hazina za shetani, zianike, zitoe, tubia, kataa shetani. Amen. Amen. Ili Bwana aweze kunena jinsi kwako, jinsi alivyonena kwake mwenyewe, kwamba mkuu wa ulimwengu huu anakuja
lakini hana lolote lake kwangu. Shetani atakapotokea, kuna hazina zake ndani yako, hazina tulizozitaja hapa, ya kwamba ndugu unajiita mtumishi mwamini, wewe ni muongo, bado unapiga punyeto, bado wewe una hasira, bado wewe ni mwizi, bado wewe unasengenya na unajiita mtakatifu hapa. Wapendwa, mwito wa Bwana ni kwamba tuyatubie. Kataa hazina za shetani. Kataa mizigo hiyo ndugu. Amen. Choka na hali hiyo. Amen. Na uchukue hatua. Hatua ya kufanya nini? Ya kutubia, ungama. Biblia inasema ungameni dhambi zenyu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Yakobo ndiye anayesema hiyo. Wasomi wa nyakati hizo wametokea na kuambia hivi ya kwamba hauwezi ungama dhambi zako waziwazi. Dhambi si unaingia kwa chumba chako kwa siri, unaongea na Mungu wako. Upumbavu mwingine. Nauliza swali hivi ya kwamba Biblia inasema Mungu anafahamu yote, kweli uongo? Na kuungama ni kufanya nini? Kuungama ni kufunua jambo lililositirika katika siri. Sasa ni nini ambalo unamfunulia Mungu ambalo hajui? Ndiposa Mungu ameamrisha hivi ya kwamba wanaoungama waungame katika mwili wake. Amen. Unaweka jambo wazi unapoliweka mbele ya watakatifu. Hauweki jambo wazi unapoenda kunena na Mungu kwa siri. Hakuna toba ya siri. Maungamo sio toba, maungamo, confession, hakuna ya siri. Angalia katika Biblia utapata Akani alitubia aliungama wapi? Mbele ya kusanyiko la Israeli. Anania na Safira wanapoulizwa wako wapi? Mbele ya kusanyiko la Israeli. Katika Matendo ya Mitume, wale ambao waliungama walikuja wakaweka matendo yao waziwazi mbele ya Israeli. Yohana anapobatiza pale katika bahari, wale ambao wanakuja kuungama wanaungama wapi? Mbele ya watu wote pale baharini. Kwa hivyo swala la kujificha na siri, bado nimekuambia, ni kiburi tu cha mwanadamu. Hautaki watu wakuone kwa katika hali fulani. Unahifadhi hadhi yako. Unataka heshima yako isalie. Amen wapendwa. Amen. Kwa hiyo sitataka kuendelea sana. Nadhani nitatilia tamati hapo. Nilipenda tu hivi ya kwamba tuhimizane. Tuhimizane katika kweli hii. Somo hili ambalo ndugu amelimaliza la ni kwa nini inatupasa kuzaliwa mara ya pili ni somo muhimu. Tuendelee kuliwaza na tuone umuhimu wa swala hilo, kwa maana usiwe mmoja wapo wa watu ambao uko katika kusanyiko la Bwana, haujabatizwa, haujaamini, haujaungama. Inakusaidia nini? Mwisho wa mambo haya yote ni kwamba uamini Injili, ubadilike. Amen. Hiyo ndio maana. Kama sivyo tunapotezeana muda. Na nimekuambia jinsi nilivyosema pale mwanzo, mambo ya Bwana hakuna kubembelezana. Usikuwe mtu ambaye unapenda kubembelezwa. Hauoni hivi ya kwamba Yeshua na wanafunzi, wakati ambapo Biblia inasema baada ya mambo haya wengi walimwacha, wakawacha kuambatana naye. Sasa Yeshua, unaona hivi ya kwamba uliona ni kama alifadhaika ya kwamba nimepoteza disciples, watu wananiacha ba. Sadaka itatoka wapi? Hakuna swala kama hilo. Biblia inasema aliwageukia wale 12 akawaambia nini? Na ninyi nanyi hamwendi. Hiyo ndio swali, ninyi nanyi hamwendi. Bwana ujue hivi hana mambo masuala ya kubembelezana watu. Watu waamini watadumu kwake. Angalia Petro mwenye ufunuo. Anamuuliza Bwana, tutoke kwako twende kwa nani? Na wewe ndio uliye na mambo ya uzima. Kwa hiyo kama wewe ni mtu unapenda kila saa kitu kidogo, umejikwaza, unataka ufuatwe, masuala ya ufalme hayana hiyo. Elohim hayuko katika mambo ya kujaza kanisa na watu. Elohim ako katika mambo ya kuwaita waumini waamini. Amen. Kwa maana Biblia inaonyesha hivi kwamba Bwana aliongeza katika kanisa kila siku wale waliofanya nini? Walioamini. Sio watu waliorudia ombi. Sio watu ambao wanakuja kuona nini inaendelea. Kuna watu, Biblia inaonyesha kuna watu tofauti, watu walimfuata Yeshua kwa sababu ya sababu tofauti. Wengine walimfuata kwa maana anasema kuna jamaa ametokea bwana anajenga mikate bwana. Tuende tuone kama tutafaidika. Kwa hiyo kuna wale walikuja tu kwa mambo hiyo, wanatafuta mlo. Hata unaona hivi Yeshua alipokataa kujenga mikate mara ya pili, wanaanza kumshtua. Ati bwana, unajua katika jangwa Biblia inaonyesha hivi kwamba Musa aliwapa mana. Sasa wewe na wewe unafanya nini ili tuone pia una ishara? Huwezi kujia Yeshua na mambo kama haya. Aliwatambua. Anageuza fundo, anasema mimi ndio mkate wa uzima. Asiye nila mimi na kunywa damu yangu basi. Sasa tena
jamaa anaanza kufunza mambo ya cannibalism. Amen. Amen. Ujue jinsi tunavyoendelea katika safari ndivyo mambo yanavyoendelea kuwa magumu. Mpendwa, ndiposa unaona hivi ya kwamba kila saa katika kitabu cha Ufunuo, wakati Yeshua ananena kwa makanisa, anasema yule atakaye shinda. Hauoni hivyo? Katika kila kanisa anasema yule atakaye shinda nitampa kula katika mti wa uzima. Yule atakaye shinda nitampa jina lenye jina langu mpya, jiwe lenye jina langu mpya ambalo ni siri. Yule atakaye shinda nitampa utawala. Amen. Amen. Kwa hiyo ahadi ni kwa washindi. Amen. Ndiposa neno linasema mtakatifu wangu ataishi kwa imani. Amen. Wala si kwa kuona. Na akiwa mtu mnyonge wa kurudi nyuma, sina haja na yeye. Amen. Kwa hivyo wandugu, tujishupaze katika kweli hii, kwa maana neema yetu ni kubwa. Tumesaidiwa sana. Sisi wokovu umekaribia kwetu sana kuliko pale awali. Tuko karibu kabisa. Amen. Tujipe moyo wapendwa. Yawe mwenye neema apate kuwabariki sana. Amen.